Ebara msikilizaji, karibu sana kwenye hii simulizi tamu ya kuitwa Love of My Life. Hii ni simulizi kutoka kwake bidada Agatha, Queen of Stories. Sasa katika sehemu iliyopita, kama utakuwa unakumbuka vizuri, tulishia pale ambapo Rodrick alikuwa na mazungumzo na baba yake, na mwisho wa siku wakawa wanapanga namna gani wanaweza kumsaidia huyu binti kipofu asiona ili apate kuweza kuona. Yote kwa yote, nini kitakachoweza kuendelea? Basi karibu katika hii sehemu ya 9, lakini mkumbuke tu ya kwamba Rodrick na Gabriela tayari wameshaachana, na sio tu kuachana, mpaka taraka tayari imeshaweza kutoka. Rodrick sasa anakuambia nimetoka kwenye kifungo huru. Ile ndoa ilikuwa inamtesa. Mwanamke gani yule? Mwanamke unamsamehe hili anarudia hili, unamsamehe hili anarudia hili. Na tumezoea kwenye jamii nyingi wanaume ndo wanachiti. Lakini Gabriela kwenye ndoa yake yeye ndo alikuwa anachiti, so mwanaume alitulia kabisa, alikuwa mstaarabu. Lakini huyu bidada ndo akawa afu anachepuka na watu wa karibu na wa Rodrick. So anachepuka na watu wa mbali. Watu wa karibu kabisa na Rodrick. Sasa tuachane na mambo ya Gabriela. Tumwangalie Rodrick pamoja na Pina, penzi jipya in town. Wanapeana mapenzi mpaka kwa lugha ya Kichina. Ndugu yangu, kama hujai kudate na Mchina, basi huwezi kumuelewa Rodrick. Rodrick ana date na Mtanzania mwenzie Pina, lakini anakuambia anapewa mapenzi ya Kichina. Yule barbie dada anapewa raha mpaka analia Kichina. Yaani hizo ni hao ni kawaida mno kwenye mapenzi, hasa pale yule dada alipokuwa anafika kwenye kile kilele cha mlima Kilimanjaro. Msikilizaji, sio kila siku una date tu na mbongo mwenzio. Date mataifa tofauti tofauti, uone jinsi lugha anazozungumza kwenye mapenzi. Lakini kama uwezi, mtafute mtu mmoja ambaye anayajulia mambo. Ukipewa raha wewe nakwambia utalia mpaka Kispanish. Hata kama ukijui mpaka Kibrazil utaongea. Nisiongee sana, karibu sana katika hii sehemu ya 9 tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Baba, kusema ule ukweli, umeongea vyema sana baba, na nimekusikiliza vizuri na nimekuelewa kwa hiko ulichokiongea. Lakini hata hivyo baba, mimi kusema ule ukweli, ndoa yangu mimi na Pina sihitaji sherehe. Kwa sababu ndoa ya kwanza baba tulifanya sherehe, lakini mwisho wa siku tulifurahisha tu watu, lakini ndoa ilikuwa ni chungu baba. Kwa this time napomoa Pina sihitaji sherehe. Ndio maana wewe babangu mimi nakusikiliza sana, na nitaendelea kujifunza mengi kutoka kwako babangu. Sasa baba, naomba uniambie, vipi kuhusu swala la macho kwa Pina? Inatakiwa Pina aweze kupona baba, na tulimwahidi ya kwamba tutamgharamikia matibabu yake mzee wangu. Lakini siku zinazidi kwenda. Naam, msikilizaji, nilipomwambia hivyo baba, hapo ndipo baba aliponieleza ya kwamba aliunganishwa na daktari bingwa wa macho na rafiki yake wa karibu mno, na alianza kuwasiliana na huyo dokta wa macho. Na huyo dokta wa macho alimweleza mambo mengi sana mzee wangu, na mzee wangu pia akamshauri Pina kwamba aanze kuhudhuria clinic ili kupata taarifa zake vizuri kabisa. Kwani kwa sababu kabla kuanza kupata matibabu inatakiwa ahudhurie kliniki kwa wataalamu wa macho. Na hao wataalamu wa macho sio hapa wa Tanzania, wanatokea India, ambao watakuja hapa Tanzania, watakuwepo hapa chini ya miezi kama 3 hivi kwa ajili ya watu wenye matatizo makubwa ya macho. Kwa hiyo sasa Pina anatakiwa aweze kuhudhuria kliniki. Na akaniambia mzee wangu kwamba hii ni nzuri sana kwa upande wetu, kwa sababu tulitakiwa twende India, lakini tusubiri hawa madaktari ambao wanatoka India wanakuja hapa Tanzania ili tusitumie gharama kubwa. Baba aliponiambia hivyo, kwanza nilitabasamu. Nikamwambia mzee wangu, mimi naona hiyo ni imekaa poa sana hiyo, wala haina shida kabisa, kwa sababu mwaka huu mzee wangu tuna mambo mengi sana ya kufanya. Hebu tuanze hapa, alafu tuwasikilize watasema nini, na ndo tutafanya hiko anachokitaka wao. Kiukweli babangu alikuwa na furaha sana. Unajua mazungumzo kati ya baba na mtoto yanaleta raha sana kusema ule ukweli. Na baada ya muda mrembo wangu Pina
nikamwona pale anatoka na ile fimbo yake anapapasa hivi. Hakuwa anajua nipo na baba, hakuwa anajua. Basi akaita bwana, akaita ile majina yetu ya mapenzi. Sasa unajua mimi nipo kwenye penzi jipya la Pina, akawa ananiita baby, mpenzi wangu uko wapi? Hapo anapapasa hivi na ile fimbo yake. Itika basi baby, my love. Unafanya hivyo kwa nini? Lakini nitikie mwenzio, nakuomba itika. Hapo anaendelea kunitafuta. Mimi nikawa nacheka tu, niko na mzee wangu hapa. Baba ndo akaniambia wewe si umwitikie mwenzio bwana anakuita. Mimi nilikuwa najisikia raha, yaani nilikuwa naona raha nyie vile ananiita. Sasa Pina akaendelea kusema, Ricky unanikalia kimya, nisikukamate nakwambia. Na utalipia mabusu mengi kweli kweli kwa hivyo unavyonitesa. Sasa nikaona huyu ataendelea kulopoka hapa mbele baba, itakuwa sio kweli. Baba akasema ishakuwa kazi. Mwisho wa siku huyu atakuja kutukana hapa mbele yangu. Hebu acha ujinga, mwitike mwenzo bwana. Hapo niliona baba yuko sahihi, maana sasa Pina alikuwa anaelekea sio. Niliduka pale nikamfuata. Pina alikuwa na deka. Huko akawa anasema, sasa mbona mimi naita uniitikie kwa nini lakini unanifanyia hivyo? Nikamwambia bwana sikiliza taratibu, unajua baba yuko hapa. Umeona sasa? Rodrick, mimi mpaka naongea ujinga kumbe baba yupo. Nipeleke basi kwa baba nikamsalimie. Sasa Pina aliposema hivyo kiukweli mimi nilicheka, nilimshika mkono, alifika mpaka kwa baba pale. Akasalimia na baba aliitikia. Baba alitikia pale kwa kusema marahaba binti yangu. Unaendeleaje? Sasa wakati baba anazungumza na Pina, mimi nilitabasamu. Yaani vile jinsi kwanza wanavyoelewana. Hadi raha. Baba anamchekesha Pina, wanacheka, basi inakuwa ni furaha, inakuwa ni familia yenye furaha. Na hapo baba alikuwa anamsifia sana. Kwamba Pina anafanya eti mimi Rodrick na nenepa anapendeza. Ni ukipendwa vizuri msikilizaji, raha kweli kweli. Mwili unakuja. Hata kama ulikuwa hauna mwili wa kunenepa, unanenepa unanawili. Huna haja ya kutumia sijui nini skincare sijui ngozi yako iwe tamu. Ukipendwa tu vizuri, tiba tosha ya maradhi yote kwa mwanadamu. Hakuna haja skincare, ngozi yako ita glow kwa sababu unapendwa vizuri. Unapikiwa vizuri, unakula vizuri, unalala vizuri. Sasa wao baba pamoja na Pina ndo wakashikana pale mikono, wakawa wanaingia ndani. Mimi nilikuwa tu mpenzi mtazamaji, niliwapiga pale picha na kufurahia nyakati zote hizi za furaha. Basi tuliingia ndani na kama familia tulikaa pamoja, tukaanza kusali kwa ajili ya chakula. Kwa pamoja pale tulikula na ukweli ni kwamba tulifurahi. Hii ilikuwa ni ndoto yangu kuja kuwa na familia yenye furaha. Hii ilikuwa ni ndoto yangu kusema ule kweli. Niwe na familia ya namna hii. Familia ambayo hainipi stressi. Familia ambayo nikipenda nimependa. Sio familia zenye ekaeka. Mwanaume kaingilia huku, mwanamke kaingilia huku. Huyu anatokea huku, huyu kachepuka huku. Mwisho siku tunakuja kuuana kwa pressure. Kusema ule kweli jamani, mimi ni moja kati ya wanaume niliokuwa na furaha sana. Na baada ya kumaliza hapa tuliongea pamoja na mimi, baba na Pina, huku tukicheka hadithi za hapa na pale, hadithi za baba na watoto. Na baada ya hapo baba aliaga ya kwamba anaondoka. Mimi nilimwambia baba, hebu tutoke wote, nataka nimpitishe mwanamke wangu saluni kwa ajili ya kesho kanisani. Basi baba wangu alifurahia sana ndugu yangu, alifurahia sana. Kwa pale tulitoka pamoja na mambo yalikwenda vizuri kabisa. Kuna watu wengine haya mambo mnaona tu kwenye movie. Za watu wanapendana. Mnaishia tu kuona kwenye movie. Kama movie za Fifi. Fifi ana tamthilia yake inaitwa Nyota, moja kati ya tamthilia nzuri sana. Hayo mambo ndo mnayaona huko tu, watu wanapendana, watu wanabebishana. Wewe mwenzangu na mimi, ngoja nikubebishe hapa kwenye simulizi. Basi tulitoka pamoja pale na mambo yalikwenda vizuri kabisa. Ingawa babangu alikuwa ana dereva wake. Lakini uwezi kuamini, baba alipanda kwenye gari yetu. Alafu alipofika mahali ndo akashuka kaingia upande wake. Babangu mimi mcheshi sana kwa sema ukweli. Kwa na sisi tukaendelea na mambo yetu, tukaachana na baba yakaenda. Mambo yetu sisi, upande wetu sisi yalikuwa ni mazuri sana kusema ukweli. Yalikuwa ni ya kufurahisha sana kusema ukweli. Na huku tukifanya maandalizi ya kesho kanisani. Na nikawa namsimulia kuhusu mambo ya macho, kwamba kuna Wahindi wanatoka huko India wanakuja hapa Tanzania na watakuwepo hapa Tanzania kwa miezi kadhaa. Kwa nikawa namsimulia zile habari. Nikawa namsimulia Pina, na Pina alikuwa anafurahia mno kuona namna vile ambavyo tunampigania yeye. Na maisha yetu kusema ukweli yanaendelea vizuri kabisa, tena kwa furaha. Na muda mwingi
Pina alikuwa anatabasamu tu na akawa anashukuru, ni mwingi wa shukrani. Pina ni mwanamke wa pekee sana huyu jamani. Ni wa pekee sana. Mimi nimekutana na wasichana wengi wazuri, ila hawana tabia nzuri kama ya huyu wangu. Basi alivyo mzuri, alivyokuwa mrembo, anapendeza sana. Na mimi nilivyokuwa na bidii ya kufanya zaidi awe mwanamke wa kuvutia. Sisemi sana, nahisi mtasema ninajikweza, lakini nilihakikisha kama mwanaume natekeleza majukumu yangu. Huyu binti alipendeza sana. Na raha ya mwanamke kuhudumiwa sio kila siku tu unataka kumdinya mwenzio umhudumie, anafubaa. Mdinya alafu mhudumie, uone jinsi anavyonawili. Yaani ukimhudumia anakuwa mtamu, ukimdinya ndo anazidi kuwa mtamu zaidi. Sasa wewe dinya afu usihudumie, ndo anazidi kuchunda, anafubaa vibaya mno. Sasa siku iliyofuata sasa ndio Jumapili sasa hiyo kanisani. Kwa tulijiandaa pamoja na tulienda kanisani pamoja. Ni kama ungeona hivi jinsi ambavyo nakusimulia. Watu walikuwa wanatushangaa. Hasa watu waliokuwa wanamfahamu Pina walikuwa wanashangaa. Wengi walikuwa wanashangaa. Wengine hata wanashindwa kujizuia. Na najua wanashangaa kuhusu mimi ni nani. Wapo wanaojua kwamba mimi niliwahi kuwa bwana harusi kwa mwanamke fulani. Lakini wapo pia walioniona wakati nina maumivu yangu. Sina maana kwamba kanisa lote linashangaa, la hasha, ila kwa asilimia kubwa, na hata hivyo mimi sikujali. Niliona tu ni mambo ya kawaida. Na muda wa kutoka kanisani tulikutana na Sam. Sam huyu ni mtoto wa Pina. Tukakutana pale na bibi. Kale katoto Sam kalipotuona kalitukimbilia kwa furaha mno, na safari hii alinikumbatia mimi na mimi nikakabeba badala ya mama yake. Nilitabasamu kwa furaha sana kuona katoto sasa kananitambua na kananifurahia. Nikamwambia Sam, niambie vipi, hujambo? Kale katoto kalitabasamu kasema asante sana, Mungu akubariki sana. Naweza kukuita baba? Hapo kabla sijajibu chochote nikamsikia Pina anasema, wewe mtoto, ni adabu gani hiyo? Si nilikufundisha kuheshimu rafiki zangu? Sasa Pina aliposema hivyo mimi nilitabasamu nikasema, Sam, sio unaomba, ni ruhusa yako kuniita mimi baba. Mimi ni baba yako, niite baba vile unavyotaka, sawa? Sasa Pina hapo akaingilia kati akasema, wewe Ricky unafanya nini? Sam, hebu mwache. Nikamwambia, sikiliza Pina, mwache mtoto aniite baba. Hata hivyo mimi ni baba yake, sasa kwa nini unamzuia? Bibi, twendeni bwana. Hapo niliposema hivyo bibi alikuwa anatabasamu tu. Kale katoto Sam kalikuwa kana furaha sana, lakini Pina muda wote ni kama vile alikuwa amepigwa na butwa. Bibi pamoja na Sam niliwafungulia pale mlango wa gari, nilibaki tu na Pina nje, na kisha nikasema, kwa maana hiyo wewe hutaki Sam awe mwanangu, sio? Maana yake na ndio maana unamzuia mimi asiniite baba. Sasa Pina alinitazama akasema, ni mama gani ambaye hana ndoto ya kuwa na mtoto na mwanaume kama wewe? Ricky, wewe ni baba mzuri sana, lakini nini Pina? Unahisi ya kwamba sitaweza ama? Nisamehe sana. Nimesema yuko nakupenda. Nakupenda wewe na kila kitu chako, pamoja na watu wako wa karibu. Huyu Sam ni mtoto wetu. Mimi na wewe, huyu ndo mtoto wetu. Hata bibi pia, mimi ni bibi yangu. Tena itakuwa ni vizuri zaidi wewe ukatafuta bibi yako. Nilipomwambia hivyo Pina alicheka, lakini alicheka huku akilia kwa furaha. Alinikumbatia pale. Rondrick, naishi maombi niliyoyaomba kwa miaka 4. Kiukweli na hapa mbele ya Mungu namshukuru sana Mungu kwa haya anayonitendea hivi sasa. Nikamwambia, haya sawa mama Sam, tuondoke sasa. Hapo Pina alitabasamu na kisha akaniambia, sawa baba Sam. Yaani unaweza kuona kama kila kitu ni utani msikilizaji, lakini kila tulichokifanya ulikuwa ni upendo na kulifurahisha hili penzi letu. Sisi tulifurahi sana. Sijui wewe uko na huba lako, lakini mimi na huba langu hili tulikuwa tunafurahi sana. Yaani ukimwona bibi, ukimwona Sam vile walivyokuwa wamefurahi, kikweli nilikuwa nafurahi sana. Hata namuuliza Sam kwamba unapenda nyimbo gani mwanangu?
Basi akataja pale nyimbo anayoipenda. Mimi nikaweka stupo kwenye gari, nikamwekea ile wimbo. Basi Samu anafurahi sana. Akanasema, baba, kumbe kwenye gari yako kuna redio. Basi ndio tunacheka, tunajikuta ni tuna nyakati za furaha kusema ule ukweli. Tulifika mpaka nyumbani. Mimi nilikuwa niko na Samu nikawa namwambia karibu sana nyumbani mwanangu. Samu anashangaa tu, anasema, baba, nyumba yote hii ni pazuri sana. Hapo bibi na Pina wao walikuwa wanazungumza ya kwao. Baadaye mimi niliwafuata wote ili tuweze kuingia ndani pamoja. Walipopenda sana hapa nyumbani na mimi niliwakaribisha kwa upendo sana. Basi pamoja tulipata pale chakula. Mama Babu alifurahia sana kumuona bibi pamoja na Sam. Mimi na Sam tulielewana sana siku hii. Tulicheka, tulicheza na tulifurahi pia pamoja. Narudia tena kusema, ni ndoto yangu kuwa na familia kubwa na nzuri. Mungu amenipa familia, ninayo familia kubwa na nzuri tayari. Bado tu wa kutoka kwenye kiuno changu. Yaani namaanisha kwamba mwanangu wa kutoka kwenye kiuno changu. Na ninamwamini Mungu kwamba mambo yatakuwa tu sawa. Na baada ya yote, jioni mimi niliwarudisha nyumbani kwao tena kwa furaha, huku Pina akawa ananiambia, nashukuru sana mpenzi. Tumekuwa na siku nzuri sana. Mimi na bibi pamoja na Sam. Kiukweli tumefurahi sana. Hapo bibi alinishukuru tena, yani kwa kila kitu, akitamba namna ambavyo amependeza, huku Sam akiniuliza, baba, kwa hiyo utatufuata lini tena tukacheze wote? Nikamwambia, umependa sana. Basi nikachichuma pale, nikamwambia, sikiliza, wakati ujao nitakupeleka sehemu maalum ya michezo ya watoto, utapenda sana. Asante sana, nafurahi sana baba. Hapo kusema ukweli nilishindwa kabisa namna kueleza haya mahusiano yetu kwa namna ya kukufanya wewe msikilizaji uweze kunielewa kwa kila kitu. Yaani kila kitu kilikuwa sawa kabisa, naomba mnielewe. Pina ni mwanamke mchapakazi, japokuwa ndio haoni, lakini ni mchapakazi. Alikuja kwangu bila hata kuniambia, na wakati mwingine alikuwa anafanya chochote kitu cha kuweza kunipatia mifura. Mpenzi wangu huyu Pina alikuwa ni zaidi ya mpenzi, ni zaidi ya rafiki, ni zaidi ya kila kitu kwangu. Ndani ya miezi 4 tangu niachane na Gabi, hakuna hata siku mimi nimewahi kujuta kuachana naye. Hakuna hata siku mimi nimewahi kujuta kumfahamu Pina. Nilifanikiwa kwa mambo mengi sana. Yaani unakuwa na mtu kwenye maisha yako alafu mafanikio unayaona haya hapa. Nilifanikiwa kibiashara, maana hata mawazo ya Pina niliyafanyia kazi. Biashara zilikuwa zinaenda kwa kasi sana. Rafiki yangu alikuwa anashangaa namna nilivyokuwa natumia akili kwenye haya mambo. Basi na mimi nilikuwa namuelezea kwamba mke wangu ndo mwenye haya mawazo. Alikuwa anashangaa sana, huku akiwa anasema, ndugu yangu una mke mwenye malengo makubwa sana. Mimi nilitabasamu, nikamwambia, sikiliza, kila mwanaume ana malengo yake. Wanaume wengine ndio hivyo, wanataka wanawake ambao wana mishepu mitandamu. Ukiona mtandamu unasema mtandamu kweli. Na kuna wengine wanataka mwanamke mwenye muonekano mzuri, lakini mimi nimehitaji mwanamke mwenye akili. Na kuna wazo lingine tena. Hili nilisema litakuwa ni kwa ajili ya rafiki yangu, kama atapenda mambo ya vifaa vya kisasa vya ujenzi. Sasa nilipomwambia hivyo, Wili kwanza alitabasamu, akaniambia, kaka, unajua ni wazo zuri sana, lakini kwa sasa pesa za mtaji ndugu yangu mimi sina. Subiri kwanza nijichange alafu tutaona. Na nikamwambia, ni sawa brother. Wewe uko tayari, mimi nakuazima huo mtaji na kisha utanirudishia taratibu. Mimi na wewe Wili tumetoka mbali sana. Natamani tufanikiwe pamoja. Hapo kwanza Wili alinitazama na kisha akasema, kaka, ndio maana unafanikiwa kaka. Lakini naomba unisamehe. Mimi siwezi kuchukua hiyo pesa utakayonipa. Ila kaka, naweza nikafanya kitu kingine ambacho hakihitaji pesa nyingi hivyo. Na unajua kabisa mimi kusimamia biashara, mimi sio mzuri kivile ndugu yangu. Mimi kwanza hapo nikatabasamu, nikamwambia, sikiliza Wili, vyovyote vile ni sawa tu. Ukihitaji mkono ndugu yako usiogope kuniambia. Msikilizaji, wakati niko na Wili hapo ofisini kwangu, mzee alinipitia, babangu alinipitia hapo ofisini na alinieleza kuhusu eneo. Nilifurahi sana na pamoja tulienda kwenye hilo eneo. Na huu ndio wakati ambao Pina wangu alianza kuhudhuria kliniki yake ya macho. Kwa tulifika mpaka kwenye hilo eneo. Lilikuwa ni eneo kubwa sana na ilikuwa ni eneo zuri sana. Sikutaka hata kuweza kupoteza muda kusema ukweli. Walikuwa na pauza kwa sababu walikuwa na uhitaji na pesa. Na baada ya makubaliano ya kifedha na wahusika wa hilo eneo na watu wa serikalini pia, nikanunua lile eneo. Na siku hii mambo muhimu yalifanyika, huku nikiweka msisitizo ya kwamba natakiwa kujenga haraka sana hii kwenye ile eneo.
Kwa tuliondoka pale, lakini nilikuwa na furaha sana. Sikuwa naamini ya kwamba mimi naweza nikafanya haya mambo kwa nguvu zangu, kwa umri ambao mimi nilikuwa nao. Maana kila kitu baba alikuwa ananitia nguvu na nilifurahi sana. Na hata baba alikuwa ananitania na tulikuwa tunacheka tu kusema ukweli. Siku moja wakati nimetoka kumchukua Pina hospitalini, nilimwambia ya kwamba Pina, ninayo zawadi yako na ninataka uione hiyo zawadi yako. Pina akaniuliza, zawadi gani tena ya mpenzi? Nikamwambia utaijua tu, wala usijali. Pina akaniuliza, sasa baby, nitaona vipi na mimi sina macho? Nilitabasamu nikamwambia, sikiliza, utaona kwa hisia Pina, mpenzi wangu. Wewe unapenda sana vitu vizuri na hiki ni matokeo ya mawazo yako unaonipatia. Akili unaotumia kunishauri, maombi yako na yani maombi yako unaoniombea na kila kitu kizuri ambacho unanifanyia. Sasa Pina alitabasamu kwanza akasema, "Lo, we mwanaume una shukrani jamani mpaka raha." Nikamwambia, "Unakumbuka daktari alichokisema?" Lakini hapo Pina kwanza alitabasamu. Kwanza naweza nikasema huu ni muujiza. Nikamwambia, kwa nini? Wala haionekani kama ni tatizo kubwa. Kweli Sasa nisikilize. Ishu yako ya macho utatumia dawa kwa kipindi chote ambacho tunasubiri hao madaktari, na kisha tutawasikia wao wanasemaje. Uhakika wa kuona wewe ni 70/30, lakini kinachotakiwa ni kuendelea kumwomba Mungu, kwa sababu mbele ya Mungu hakuna linaloshindikana. Yaani umeongea kama vile wewe ndo daktari. Sio kama daktari. Mimi na imani utatumia dawa vizuri. Hivyo siku ukiona na kuahidi Pina, utaona vitu vingi sana. Hapo Pina alicheka na mimi nilitabasamu tu. Nilifika mpaka hilo eneo, nilimshusha huyu mpenzi wangu na nikamwambia maeneo tuliopo, na kisha yeye akasema kwamba tumekuja kufanya nini huku mpenzi wangu. Nikamwambia, sikiliza, hapa ni eneo letu na hapa tunajenga familia yetu pamoja. Sikiliza mpenzi, uendelea tu kuomba tupate mvua ya wateja, tupate mvua ya mafanikio ili tujenge mafanikio haya pamoja. Nakupenda sana Pina. Kwanza hapo Pina alitabasamu, lakini machozi ya furaha yalikuwa yakimtoka, na kisha akasema, kwa hiyo huu ni uwanja, si ndio? Nikamwambia, sio uwanja, ni uwanja wetu. Mimi, Sam na wewe pamoja na bibi tutaishi hapa. Pina hapo alinikumbatia huku akilia akiwa anasema, Mungu wangu wa mbinguni, unafanya zaidi ya vile nilivyoomba. Asante sana Mungu kwa ajili ya yote hayo unayotupatia. Mbariki baba huyu, mbariki kila eneo la maisha yake. Bariki moyo na kazi zake. Nilindie sana huyu, maana yeye ndiye msaada pekee kwenye maisha yangu. Rodrick, nakupenda sana mpenzi wangu. Nakupenda sana mke wangu. Wewe ni mke wangu mzuri. Asante kwa kuja kuweza kubadilisha maisha yangu na kunionyesha maana halisi ya upendo wa mke na mume, na kunihakikishia kuwa kuna wanawake wazuri sana wapo, na ukitulia naye unafanya naye maisha safi kabisa. Msikilizaji, Pina haoni, lakini namna anatembea huku na kule, alifanya hiki na kile. Mimi nilikuwa namchukua tu video na kumpiga picha tu huku tunacheka kweli kweli. Basi alianza pale kuomba. Alianza kuomba kibali na ulinzi na mafanikio kwenye hile eneo. Pina ni mtu wa kusali sana. Mimi nilikuwa na tabasamu, na vile nimepata zangu mwanamke wa mithali, nimepata zangu mwanamke wa kibiblia, mwanamke wa kimungu, muda wote tu mistari ya Mungu anaishusha. Nikachukua pale matukio ya mambo mengi sana kusema ule kweli. Alipomaliza mimi niliomba nimrudishe nyumbani. Msikilizaji, hapa sahau kuhusu Pina wa zamani. Pina wa sasa hivi ni mzuri zaidi. Pina anawaka. Na vile tunapaka mafuta mazuri, utatuambia nini? Tumependeza mno. Ni mwanamke mzuri wa hadhi yangu kabisa, niwaambieni. Niliendesha gari mpaka nyumbani kwa kina Pina. Hapa sio kama zamani. Ingawa Pina mara nyingi nakuwa naye niko nyumbani kwangu, lakini hasahau kwao kusema ukweli. Kwa nilifanya marekebisho makubwa, kupaka rangi pale kwao, kuweka tiles mpya na kuwabadilishia madirisha na vitu kama hivyo. Vitu vya ndani kwa namna yake niliweza. Nje nikawajengea jiko na mahitaji yote muhimu, ili mradi tu wajisikie vizuri kuwa hapo. Sam na yeye shule, yule dogo, nilikuwa nalipia ada vizuri kabisa bila hata wasiwasi, na alikuwa anafurahia maisha yake ya shule mapya. Yaani kiufupi nilitamani hata kama
sio sana, basi walau maisha ambayo mimi ninayaishi mimi na wao pia wayaishi, hata kwa udogo tu. Lakini sio mimi nimweke Pina kwenye maisha mazuri alafu mtoto wake na bibi yake waendelee kuishi maisha ya kinani. Hapana. Kwa nilijitahidi kwa vile ninavyoweza, na Pina kusema ule kweli alifurahi sana. Kwa tuliagana na mimi nikarudi nyumbani. Basi nakumbuka nilipofika nyumbani, simu yangu mimi iliita. Alikuwa ni mamangu mzazi ananipigia. Kwanza nilipokea, nikamsalimia mama. Mamangu akaniambia, mwanangu, unajua wewe sikuelewi, unajua. Ina maana kwamba ndo huyo kipofu wako amekukataza hata kuzungumza na mimi? Nasikia umenunua eneo na wala huniambii chochote mimi mama yako. Hivyo mwanangu, wewe una shida gani? Mama aliponiambia hivyo, kwanza nilijikaza. Nilitamani hata nisimjibu kabisa, lakini nilishindwa. Nikamwambia tu mamangu, nikamwambia mama, kiukweli nafika stage unanikera sana. Mamangu, siku hizi umekuwa na roho mbaya sana na sijui umeitolea wapi. Sasa nilipomwambia hivyo, mamangu akakata ile simu. Dui. Ghafla tu hapo kwenye simu yangu ujumbe ukaingia, tinti tinti. Message nilipoifungua ilikuwa ni mamangu. Akaniambia, unanikatia simu kisa mimi kukuambia ukweli? Mbona kwenye malezi yako nimekulea vizuri tu, lakini unavyokuwa hivi unakuwa vibaya sana. Nilichukua ule ujumbe nikamtumia babangu. Baba alipiga muda ule ule. Akasema, kumekucha. Nini tena huko? Nikamwambia, baba, sijui mama ana tatizo gani. Hawezi kumwongelea Pina kwa mazuri. Hawezi. Na kila akipiga simu ni lazima tu tugomane. Baba, mimi ni mtu mzima. Mama lazima aelewe hilo. Mimi sio mtoto wa kunichunga na kuniambia hili baya hili jema. Mimi ni mtu mzima, naelewa hili ni baya hili ni nzuri, naelewa. Baba, inafika stage mimi nachoka. Baba, inafika stage mimi napoteza uvumilivu kabisa kwa mama kutokana na haya ambayo anaendelea kunifanyia. Kwanza nikwambie pole sana mwanangu, pole sana. Mimi nakuomba wewe usiendelee kugombana naye huyo mama yako. Mimi nitazungumza naye na kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Nikamwambia, baba, fanya hivyo. Mimi nachoka, nashindwa kuvumilia. Mama anavyoendelea kunitukania mwanamke wangu na kumsema vibaya kila kipata nafasi ya kuzungumza na mimi. Mimi nachoka mzee wangu. Inafika stage mama anakera. Mwisho wa siku watu tuanze kuja kupata laana za bure tu hapo. Hapo mimi nikakata ile simu. Na hata furaha yangu kusema ule kweli, mama alikuwa ameikata kabisa. Yaani alikuwa amenitoa kwenye mudi. Kadikwaza. Nashukuru tu ni vile ninaye baba ambaye ananitulizaga sana. Yaani mama jinsi ambavyo anamdharau Pina, utazani ya kwamba yeye mama labda alikuwa amezaliwa na utajiri. Mamangu mimi sio muelewa. Sio muelewa ya kwamba hata yeye kesho pia na kesho kutwa kilichompata Pina kinaweza pia kumpata hata yeye. Sidhani kama hilo mama analielewa. Sasa anapata wapi ujasiri wa kuwa na roho ngumu namna hii? Ni mama yangu, sikatai. Lakini sikupenda kabisa tabia yake kwa mwanamke wangu. Ambapo mimi Pina nampenda. Sio kumpenda tu, maana mtu unaweza kumpenda afu usimpende. Mimi Pina nampenda sana. Yaani kwenye kumpenda pale mbeleni weka neno sana. Nakumbuka siku 2 baadaye nilitembelewa na mgeni ofisini kwangu. Huyu mgeni alikuwa ni mume wa Giana. Nilimkaribisha yule jamaa. Naye akaniambia, kaka, niko hapa kwanza kukushukuru kwa upendo wako, kukushukuru kwa hekima na kuokoa ndoa yangu. Kaka bwana, mimi sikuwa kijana mzuri kwa mke wangu, sikuwa kabisa kijana mzuri. Pengine ulichokiona ni kidogo sana, lakini kiukweli bwana, mimi nilikuwa niko vibaya zaidi. Baada ya yale maneno yako siku ile ulipoyazungumza, kaka, mimi kusema ule kweli nilitafakari sana na nikajiuliza kwamba mimi nakosa nini? Nakosa nini mimi nikitulia na mke wangu na kuitunza familia yangu? Kwa mimi niliachana kabisa na habari za kurukaruka huku na kule. Niliachana na habari za kubadilisha wanawake kama nguo. Nilipata muda wa kukaa na kuzungumza na mke wangu. Kwa tuliamua kufanya maisha yetu kuwa mazuri zaidi. Na tangia hapo kaka, Mungu ametubariki sana. Maisha yetu yamekuwa ni rahisi kuliko hapo awali. Wewe ni kama malaika alikutumia kuja kwangu kuniamsha kutoka usingizini. Ni kama vile nilipitia yale ili nifahamiane na wewe kaka.
Maisha yangu sasa hivi yana mafanikio sana kaka, toka niamue kutulia na mke wangu. Tangu niache kutembea na wanawake hovyo, maisha yangu yamekuwa na mafanikio sana. Kwa kiukweli brother, nakushukuru sana. Mimi na mke wangu tunakushukuru. Lakini pia kaka, mimi nilijisikia vibaya sana baada ya kujua uliachana na mke wako. Lakini sishangai hilo na wala sitakulaumu wewe kuachana na mke wako. Lakini tu brother, mimi nakuombea heri ukutane na mwanamke mzuri wa maisha yako. Mimi na familia yangu tunakushukuru sana bro. Kwanza nilitabasamu, nikamwambia sikiliza, nakushukuru sana kaka. Na vipi kuhusu mke wako Giana, anaendeleaje? Kusema ukweli ni mke mzuri sana kwangu. Na tunafuraha sana. Na Giana anakusalimia sana. Ilikuwa tuje pamoja naye ila ameshindwa, kuna mambo kidogo yameingiliana. Msikilizaji, mimi hapo moyoni najua ni kwa sababu ya lile tukio. Huyu jamaa na mke wake bado anaona aibu huyo Giana. Lakini kama ameamua kubadilika na ameamua kumrudia Mungu, mimi ni nani ni mhukumu? Nikamwambia tu huyu mwanamume mwenzangu, nikamwambia sikiliza kaka, kwanza hongera sana na umsalimie Giana, msalimie pamoja na mtoto. Mwambie awe na amani sana, na mimi ninawaombea mzidi kuwa na furaha kwenye ndoa yenu. Sasa wakati nayaongea hayo, mara nilisikia pale mlangoni Pina alikuwa anaingia. Pina akawa anasema, "Lonely, unaendeleaje?" Haraka sana pale kwenye kiti nikanyanyuka nikaenda kumpokea, maana alikuwa yuko na ile fimbo yake ile. Alipoingia akasema, "Baby samani, sikujua kama una mgeni." Pina nyanya anapenda kudeka. Basi hapo nikatabasamu nikamwambia, "Relax mpenzi. Mimi huyu ni rafiki yangu tu. Ni rafiki yangu mwingine. Hatujaonana kwa muda mrefu sana. Nadhani unamkumbuka Giana eh? Giana ni rafiki yake na Gabriela." "Yeah, nakumbuka. Basi mume wake amepita hapa ofisini kunisalimia." Karibu sana. Natumaini na matumaini yangu mpo salama, si ndio?" Mimi hapo nilitabasamu nikamtazama mume wa Giana. Vile mume wa Giana ananishangaa na anamtazama Pina, afu yule jamaa akatabasamu. Pina ni mzuri sana, Pina anavutia, alafu Pina hana kiburi wala dharau hana. Nikamwambia sikiliza bro, huyu hapa anaitwa Pina. Ndo love of my life. Nampenda sana kusema ule kweli. Sasa yule jamaa akatabasamu akasema, I say bro, mnapendezana sana. Nina furaha sana kwa ajili yenu. Hapo sasa Pina akaingilia kati akasema, "Mpenzi, mimi nina njaa mwenzio, nakaa hapo nje nasubiri mmalize tukale, au unasemaje?" Mimi kwanza nikatabasamu. Huku mume wa Giana pia naye akasema, "Shemeji, mimi sina hata sababu ya kuendelea kukaa sana. Pina, huyu mwanamume wako ni mzuri sana, ni mtu mzuri sana, unatakiwa kumtunza na kumjali, ana roho safi sana. Pengine watu hawasemi sana kuhusu yeye ila tunampenda." Aise kaka, hongera sana ndugu yangu. Mnaendana sana na shemeji yangu hapa. Shemeji yangu ni mzuri sana, mzuri mno. Mimi naenda jamani, niwaache, mimi nilipita tu kusalimia. Hapo sisi tulibaki tunatabasamu tu. Huyu jamaa alitoka nje na Pina akasema, "Baby, napenda the way you make peace with everyone aliyekukera wakati ule." Hapo kwanza nilitabasamu. Nikasema, "Sikiliza Pina, tunasamee, alafu hatuwe washikaji tena. Ye kule mi kule." Unajua mimi nimejifunza kwamba wengine wanaomba msamaha ili wakuumize tena. Mwingine anaomba msamaha sio kwamba anajutia, ila tu anataka amani ya moyo wake. Na mwingine ili aendelee kupata alichokuwa anapata kutoka kwako, na ndio maana anataka kuomba msamaha. Lakini mimi sasa hivi nimejifunza, sihitaji mtu yote kwenye ukaribu wa maisha yangu. Mtu pekee ambaye namhitaji ni Pina tu. Pina ndo ananitosha. Pina ndo kila kitu. Pina ndo mshikaji wangu. Kwa hiyo sihitaji washikaji wengine. Pina ndo rafiki yangu, kwa hiyo sihitaji marafiki wengine. Pina ndo mke wangu, kwa hiyo sihitaji mwanamke mwingine. Pina ndiye kila kitu kwenye maisha yangu. Ananitosha yeye. Hapo tulitabasamu kwa pamoja, tukapigana pale mabusu, na kisha tulitoka pamoja na kwenda kula iko chakula. Kwa kiufupi, maisha yalikuwa mazuri. Maisha yalikuwa ni matamu. Pamoja mimi na Pina kwa furaha tulitoka hapa. Na vile Pina ni mchangamfu, kila mtu alimzoea pale ofisini. Na dereva alimpeleka hospitalini na kumsubiri. Mwanamke wangu ni msafi, anapendeza sana, na ninamfurahia kusema ule kweli.
Tulienda kula pamoja, mimi nikarudi ofisini na yeye alienda zake huko kwao. Ijumaa au Alhamis ndo alikuwa anakuja kwangu na kukaa mpaka Jumatatu au mpaka Jumanne. Tulizoeashana hivyo na kila siku namuona ni mpya. Kila siku nazidi kumpenda. Siku za weekend tulikuwa tunakwenda sehemu za kufurahia. Na yule mtoto Sam tulikuwa tunaenda naye, na baada ya hapo dereva anamrudisha nyumbani, mimi nabaki na Pina wangu, Chamadeko wangu. Tunafurahia maisha. Namtembeza huku na kule bila kujali kwamba yeye haoni, atajua yeye, lakini mimi namtembeza ili mradi tu akiona furaha, mimi kwangu ni amani tosha. Siku zilisogea, maisha yalienda. Kusema ule ukweli, kila kitu kilikuwa ni kizuri, na hata ujenzi pia ulianza. Ujenzi, pesa ikiwepo, ujenzi unaenda haraka sana. Kila baada ya wiki 2 tulikuwa tunaenda huko kuangalia, nikiwa mimi na mpenzi wangu au mpenzi wangu na baba yangu. Japokuwa haoni Pina, lakini nilikuwa naenda naye huko kwenye ujenzi. Nilikuwa naona raha sana kumshirikisha mpenzi wangu kila kitu changu, kwa sababu changu ni chake na chake ni changu. Ninachotumia atatumia tu. Mkipendana vizuri, maisha yanakuwa hayana kelele. Mimi nakwambia, mamangu mzazi niliamua kukaa naye mbali, huku tukiendelea kuomba afungue moyo wake, aondoe hasira na chuki alizozijaza ndani ya moyo wake kwa mtu ambaye hamfahamu na wala hajawahi kuwa na tatizo kwenye maisha yake. Kiukweli kabisa, naongea ukweli kutoka moyoni, sikuwahi kusikia wala kufuatilia habari za Gabriela, wapenzi wake sijui na nini, anafanya nini. Sikutaka. Niliamua kujiweka mbali na yeye na familia yake, wapambane kama mimi ninavyopambana na mamangu. Sasa siku moja nikiwa niko ofisini, nilipokea ujumbe kutoka kwenye namba ngeni. Nilipofungua ule ujumbe ndo nikajua huyu mtu ni nani, ndo nikamjua. Alikuwa ni ex wangu Gabriela. Hivi msikilizaji, wewe ukionaga ujumbe kutoka kwa ex wako, unakuwa upo kwenye situation gani? Mimi alipotumia ujumbe, ngoja nikusomee. Ujumbe wa Gabriela ulikuwa unasema, Ronrick sio hapa sio hapa kukukaza sijui. Ngoja nikusomee tena msikilizaji. Ujumbe ulikuwa unasema hivi, Ronrick sio hapa kukukwaza. Kwa nini ujumbe unakosea? Basi mjue ndo ujumbe wa ex shenzi kabisa, alaaniwa huko aliko mpaka anakosea kusoma. Aliandika hivi, Ronrick sipo hapa kukukwaza, nipo hapa kukuomba msamaha wa dhati kabisa kutoka moyoni mwangu, na ninafahamu mimi hudiamini tena kwenye maisha yako, hunipendi, hunifikirii wala hutaki kuniona. Mimi nakuelewa, kwa sababu hakuna binadamu anaweza kuvumilia yale ambayo nimekutendea. Hata mwenyewe ningetendewa nisingeweza. Lakini Ronrick, nataka nikupe maua yako. Wewe ni mwanaume wa kipekee sana Ronrick. Niko hapa kusema nisamehe sana, nimekosa kutoka moyoni mwenzio, nahitaji msamaha wako. Kila kitu kwangu ni kibaya, familia hainipendi tena wala hawana imani na mimi kama zamani, ingawa nimetafutiwa watu wa mali wa kuzungumza nao, na ninakiri ni kweli naendelea vizuri. Lakini Ronrick, nashukuru umenifanya nijitambue, nijue thamani yangu. Sikuwa najua kujipenda, ni pamoja na kuupa thamani kubwa mwili wangu kuanzia ndani mpaka nje. Ninaumia sana kukukosa wewe mwanaume. Wewe ndo kitu pekee nakosa kwenye maisha yangu. Asante, umenifanya nibadilike sana. Nimemrudia Mungu Riki, na ninaelewa neno la Mungu. Najua hunitaki tena, lakini Mungu hajaacha kufanya muujiza. Bado na imani na wewe ni wa kwangu tu. Namuonea wivu sana huyo mwanamke uliye naye. Sijui amefanya nini kukupata wewe, itakuwa kuroga huyo. Najua hawezi kukuacha huyo mwanamke kwa urahisi, kwa sababu wewe ni mtoto ya kila mwanamke. Ronrick, mimi nakupenda sana mwenzio, nakupenda kweli kweli. Mimi nakupenda kuliko yoyote katika hii dunia. Hakuna mwanamke atakayekupenda kama mimi. Mimi ndo Gabriela, nakupenda kweli. Hakuna mwanamke anaweza kukupenda zaidi yangu. Mimi ndo nakwambia. Mimi hapa, mimi ndo mkeo. Wewe kwangu mimi. Unajua message ya ex kuna muda unaisoma mpaka unaona kizunguzungu. Basi ndo akaendelea kuandika hapa, Rick, mimi mwenzio nateseka. Maisha tu, mwili wangu kila siku mimi sina nuru, nimechoka mbaya, sina maisha tena kama zamani. Kukukosa wewe ni kukosa kila kitu. Jamani Ronrick, nakuombea sana wewe baba, nakuombea mno. Sasa shenzi ni ananiita baba kati mimi ni kijana, bado kijana mdogo kabisa, alafu ananiita baba.
nasikia unafanikiwa sana saizi na kufuatilia mitandaoni na kuona kwenye kurasa zako unapendeza. Unapendeza kweli kweli. Biashara zako zinafunguka, lakini natamani tujue ni machozi kiasi gani nalia kwa sababu yako. Nakupenda Ricky, na kuombea na amani utanisamehe siku moja. Wewe ni wangu. True love never die. True love never die ya wapi? Shenzi nini? Yaani wewe mimi kwangu unaniita true love never die? Pumbavu kabisa. Hii message ya X ikaendelea kusema, nisamee mme wangu, nisamee pia kwa ujumbe huu mrefu, ujumbe ambao unaandika mpaka read more. Ni kwa sababu nimeshindwa tu kujizuia, nimekukumbuka sana. I miss you my bedo, I miss you my carpenter, I miss you my banana, my tomato, I miss you my chill. What? Ndio ujumbe nikiendelea kuwasomea ni vituko. Mpaka kuna muda Gabriela mwenyewe kwenye hii message yake akawa amekili kwamba eti yule mwanamke alikuwa yuko sahihi kuniambia nimepoteza mwanaume wa maana. Kweli kabisa, ni nimekupoteza na juta mimi nilikuwa mjinga sana, mimi nilikuwa mpumbavu. Nilijua wewe huwezi kuniacha kwa sababu ya uzuri wangu, urembo wangu, mshepu wangu. Nikajua umedata na huu mzigo. Kumbe kila kitu jamani kinabadilika. Mambo mengi yanapita, kasoro upendo upiti. Ndoa yangu mimi kuipoteza mwenzako, ni sina raha kwenye hii dunia. Nahisi kuchekwa na kila mtu, nimpoteza marafiki, nimpoteza. Jamani, ulikuwa ni ujumbe mrefu, ujumbe wa X, mpaka kuusoma nilikuwa naona kero. Natamani niwaelezee huu ujumbe wote. Labda tu mwishoni huko akawa anasema I miss you daddy. Daddy nakupenda, daddy yake nakupenda sana. Nikauangalia ujumbe, nikauzoom. Sikutaka hata kumjibu. Japokuwa iliingia tu namba ngine kwenye simu yangu, lakini ujumbe umethibitika kabisa ni kutoka kwa Gabriela. Uonge kwa wewe ungefanyaje? Sema ukweli msikilizaji. Kuna mwingine hapa akiona text tu ya ex wake, moyo unamshtuka, mapigo ya moyo yanaenda mbio, anaanza kumjibu, anateteleka. Uongo kweli? Kuna watu hapa kwa ex zenu hamjiwezi. Mnaachana, afu mtasikia bado mnakulana. Shenzi kabisa. Mimi sikutaka hizo habari. Sikutaka hata kumjibu huu ujumbe wake. Kwanza nikafuta ile message haraka sana. Na wakati nafuta ule ujumbe, ikaingia pale picha. Tini. Mimi nikatazama ile picha. Nilijikuta nacheka vibaya mno. Gabi sijui ameokoka zake, sijui kwenye kanisa gani. Basi nakwambia analia kwa kanisani, anakumbatia Biblia jamani. Ila Gabriela kachoka, kachunda. Na hakuna kitu kizuri msikilizaji ukimwona ex wako kaisha. Kuna ile singeli Friday ile nini kafuba mbwa yule sijui na nini ex nini. Raha kweli. Sijui alimba mzee wa Bwax ile. Ex ni mbwa tu kachunda mbwa yule hili. Kachoka. Hakuna kitu kinauma kuona ex wako anazidi kunawili. Hasa wewe fikiria ex wa Uncle Jay saizi anajisikiaje? Labda alimkataga Uncle Jay kipindiko, sio Uncle Jay mapesa, hana hela, hajulikani, hana mbele wala nyuma. Saizi ex wa Uncle Jay anajisikiaje? Kila kimwangalia Uncle Jay ni handsome boy. Mwamba lina nawili. Na mashabiki zake wanampenda, wanamuita mpaka Uncle Jay mapesa. Jamaa sasa hivi ni handsome boy, ana muonekano. Fikiria ex wa Uncle Jay saizi yuko kwenye ligadi. Lakini hakuna kitu kizuri kama ex wako akifubaa. Ni amani ya moyoni inapitiliza mpaka kwenye mafigo. Ni kweli Gabriela kwenye ile picha nilivyomwangalia alikuwa amepungua. Ila mimi wala hata nishtui. Maana hata kama anabadilika ndo abadilike kwa ajili yake, kwa ajili ya maisha yake, sio abadilike kwa ajili yangu. Nikafuta tu na picha yenyewe, wala hata sikujibu. Asija kanigombanisha mimi na Pina wangu kipenzi, nyonga mkalia hii ni la Azizi. Mtoto anayeuendesha moyo mpaka mafigo. Nikaendelea na maisha yangu. Nyumba nayo pia ilizidi kusonga. Mama yangu tulikuwa tunawasiliana, ila sio kwa upendo kabisa. Ni kama vile kulikuwa kuna kitu hivi mama anakitafuta. Nakumbuka pia biashara nazo namna zilivyokuwa zinafanikiwa. Rafiki yangu Willy alikuwa ni mtu wa muhimu sana. Mke wake alikuwa ni mtu wa muhimu sana. Na mke wake Willy walielewana na mke wangu Pina safi kabisa. Tulikuwa tuna tamaduni za kutembeleana ili kuendelea kudumisha udugu wetu. Maendeleo yake ya kliniki mke wangu Pina, maendeleo ya macho yalikuwa ni mazuri sana.
na sasa tulikuwa tunasubiri hao madaktari bingwa kutoka India waje tuweze kuona masuala mazima ya upasuaji jinsi yanavyokwenda. Siku moja nilikuwa niko nyumbani, mamangu mzazi alinipigia simu kujua wapi nilipo, na mimi nikamwambia niko nyumbani. Akaniambia eti kwamba anakuja nyumbani, kuna mahali eti ametoka, ni jirani tu na hapa kwangu. Basi nikamwambia sawa mama. Kwa mimi nikamkaribisha kwa sababu ni mamangu. Karibu mama. Kweli mamangu alifika, ila hakuwa peke yake. Alikuwa na binti mwenye umri wetu tu, huu kama umri wa kina Pina huu, au naweza nikasema yule binti alikuwa ni mdogo kidogo. Yaani Pina alikuwa kama ni mkubwa kidogo, yule binti kama wanapishana basi mwaka mmoja miwili haizidi hapo. Baada ya kufika mimi niliwakaribisha, na mama hiyo siku alikuwa na furaha sana. Akaniambia baba yako amenionyesha mjengo wako mpya, kwa ndo unanificha mimi mama yako, sio manake hivi we mwanangu, we mimi hunitaki hunitaki nikaone huo mjengo? Haiko hivyo mama, haiko hivyo. Unajua mama, umekuwa na ratiba nyingi sana, kwa hiyo kuna muda tunakuwa tunapishana, na ndio maana iko hivyo. Alafu unajua mwanangu unajua mimi sijakutambulisha, sawa Huyu hapa binti unamwona huyu? Nikasema ndio namuona. Huyu binti anaitwa Vanessa, ni mtoto wa rafiki yangu sana tu. Walikuwa huko Arusha, wamehamia hapa Dar. Kwa hapa Dar ni wageni, na kama utojali mnaweza mkawa marafiki, mtembezane na huyu binti hapa. Kwanza mama nikushukuru sana, lakini pia wewe binti nashukuru kukufahamu. Unaitwa Vanessa? Okay Vanessa, karibu sana Dar es Salaam. Ni mji ambao hata ukiamua kuzunguka mwenyewe unaweza tu kuzunguka, kwa sababu kila kitu kiko wazi kabisa. Mimi niwaambie tu kwamba ratiba zangu ni ngumu kidogo, kwa hiyo samani sitoweza kufanya hiyo biashara ya kuzungushana hapa mjini. Hata mama mwenyewe anajua ni namna gani niko busy. Sasa niliposema hivyo, mama pamoja na Vanessa wakatazamana. Huyo Vanessa sasa kama Gabriela tu, vizunguzungu vingi, mapozi kibao. Sasa hapo mama ndo akaniambia, mwanangu wewe bado hujaoa, sawa mwanangu unaweza ukajikuta Mungu amekuletea mke kupitia mimi mama yako. Unajua mama, sikiliza mama, nikwambie kitu. Mama, hebu usinifanyie hivyo bwana, sawa? Alafu mama, usimdanganye huyu binti wa watu bwana. Mwambie tu ukweli. Sikiliza wewe Vanessa, kama mama yangu abikwambia mimi sina mahusiano, abikwambia mimi niko single, sijui anakudanganya bwana, anakudanganya bwana. Mama, hebu mweke ukweli bwana, binti wa watu bwana. Afu mama, unajua kabisa kwamba mimi sina nguvu za kumwacha Pina, kusema ule kweli. Nampenda yule mwanamke, sio mwingine. Kwa hiyo Vanessa, mwambie mama akutafutie mwanaume mwingine bwana, sio mimi bwana. Mimi tayari nishachukuliwa. Amteke ni tayari. Kama mnasemaga wanaume huaga hawasemagi kwamba nina mtu wangu, basi mimi ndo mwanaume wa kwanza kusema kwamba nina mtu wangu bwana, sawa? Tena nipo kwenye huba lenye furaha tele kabisa. Alafu pia kitu kingine ambacho labda nikushauri Vanessa, kwenye huu ulimwengu tulionao sasa hivi, issues za kutafutiana mwanaume, za kutafutiana mwanamke zilishapitwa na wakati. Vanessa, sasa hivi sisi vijana wenzako wote tunapambana sisi wenyewe kutafuta huba ambalo wewe ndo moyo wako umeridhia. Usimsikilize mamangu huyu bwana. Afu mamangu anajua kila kitu. Sasa sijajua ni kwa nini anakuficha. Kila kitu mamangu anajua. Kwamba mimi nishachukuliwa, mimi namilikiwa. Wewe Vanessa, ukinitazama mimi, wewe unaniona mimi niko single. Angalia nilivyokuwa na nuru, angalia nilivyonawili.
Angalia anavyovutia, handsome boy na maisha mazuri na kila kitu. Mimi kweli kukosa mwanamke Vanessa, wewe mwenyewe jiulize, mimi kukosa mwanamke hivi ni vilivyo sasa hivi. Huyu mama sikudanganya bwana. Mimi na mtu wangu bwana. Hapo yule binti Vanessa kwanza alimtazama mama. Mimi hapo nacheka, lakini jicho kama vile limeiva linataka kutoa michozi. Maana nilikuwa nimeongea kwa hisia alafu kama vile natabasamu. Hapo mamangu sasa yani sijui niwaambiaje. Yule binti mpaka aibu. Alinuka pale na nguo yake na alivyokuwa amevaa sasa. Yule binti aliamka pale kwa hasira. Akaondoka. Mama akawa anamuita, "Wewe Vanessa, Vanessa." Mimi nilibaki kucheka tu. Nikamwambia, "Sikiliza mama, mfuate yule. Amechukia sana. Anaweza kaanguka kwa pressure huko ikawa mwisho siku kesi ujue. Mfuate bwana mgeni wako." Pale mama naye akainuka akasema, "Rodrick mwanangu, ulichokifanya leo sitakusamehe. Umenivua nguo, umenikosea sana. Alafu uko hapa unacheka cheka tu. Huyo mwanamke wako na wewe mwenyewe mtaona kama mtafunga hii ndoa. Muone kama mtafunga hiyo ndoa bila baraka zangu mimi mzazi wenu." Mimi nilicheka tu. Kabla mama, unanikera sana. Nadhani leo unalijua kwa unanikera. Babangu tu pekee ananitosha hata usipotaka hiyo ndoa. Mimi kumoa Pina hata niwe wapi ni lazima tu nitamoa. Ni lazima kabisa. We nenda bwana kaangaika na Vanessa wako. Hapo mama alinitazama kwa hasira sana na alitoka kwa ajili ya kumfuata huyo mgeni wake. Mimi nilibaki nacheka tu, na wakati huo mama Babu na yeye alikuwa hana mbavu. Anacheka vibaya mno. Mimi nilicheka nikasema, aisema Mama Rodrick bana. Mama Rodrick ana vituko sana. Kwa leo kabisa akaniletea mchumba. Mbona nikimwambia baba atacheka sana. Mimi nikainuka pale nikaelekea chumbani nikiwa ni mwenye furaha kubwa sana. Nacheka sina mbavu. Hata nilimpigia babangu nikamsimulia. Hapo nilikuwa nacheka. Inaona kama vile mama sasa anavuka mipaka yake. Upande wa baba yeye kidogo hakulipokea vizuri. Alikasirika sana. Na hata akasema, "Sasa naona mama yako anachanganyikiwa sana. Ni kitu gani ambacho anafanya? Leo lazima niongee naye na anielewe. Kwa nini anakuwa ni mjinga na hii?" Baba anaongea, mimi nacheka tu. Baba akasema, "Unacheka unafikiri mama yako ana akili nzuri?" Nikamwambia, "Sikiliza mzee wangu, mimi natamani baba natamani ungekuepo." Yaani mama anashindwa kabisa kumuelewa. Hapo baba akakata ile simu. Nilibaki tu namtafakari mama yangu, afu nilikuwa sipati majibu. Maisha yaliendelea. Mama na mume wake sijui ilikuwaje huko nyumbani, ila mimi na Pina kila siku kama sherehe. Na muda mwingi tulikuwa tuko pamoja. Kwa tuliendelea maisha, na tangu niachane na Gabriela ilikuwa ni kama miezi 9 hivi. Wakati huo nyumba yangu ipo hatua za mwisho sana kusema ukweli. Siku hii nilikuwa niko ofisini. Alikuja rafiki yangu Willy, ananitazama anacheka, na hata nikamuuliza, "Vipi ndugu yangu, mbona unanicheka alafu unacheka?" Hapo ndipo Willy akaniambia, "Bwana ndugu yangu wewe una nyota sana. Unapata wapi wanawake wacha Mungu sana?" Nikamwambia, "Sikiliza. Ni nani tena ameongea hivyo? Ili hebu niweke wazi ili nikuelewe Willy." Willy hapo akatoa simu yake akanipatia. Alikuwa ni Gabriela eti. Gabriela sasa hivi eti ndo anajiita Jesus daughter. Yaani mtoto wa Mungu. Jamani, unajua nilitamani kucheka. Nikasema, "Willy, hebu acha ujinga bwana kwa mtoto wa watu bwana. Pengine labda anabadilika kweli, ingawa mimi simuamini kabisa hata kama anabadilika." Sasa Willy ndo akaniambia, "Oya, soma comment, angalia comment kwa mtoto wa Mungu hapo." Basi mimi nikafungua hiyo post. Willy akanionyesha. Alikuwa ananiambia, "Sasa hivi anaimba gospel." Na anaimba gospel mpaka analia ndugu yangu. Mimi nikasoma zile comment zile walikuwa wanamwambia, "Mkiachwa huko mahusiano yakiwaendesha ndo sasa mnarudi kwa Mungu." Mara baada ya yani comment zilikuwa kama vile negative kwa upande wa Gabriela. Comment zingine pale wanamkashifu, wanamwambia, "Hey, bedo wako yuko wapi?" Wengine pale wakawa wanamwandika, "Acha kwanza ukoboaji, tabia ukoboaji, ndo mrudie Mungu."
Ukinipala kwa comment, Miss Daddy, ulikuwa unatutambia Miss Daddy, kiko wapi? Kiukweli msikilizaji, comment zilikuwa ni mbaya tena zenye kuumiza. Naona mtandaoni. Naona. Sasa kama vile tu comment zile, nikaa nasema huku mtandaoni si ndio pata mtesa? Si bora kwanza angeacha, au hata hizi kwenye uwanja wa comment angeufunga kwanza. Mimi nikamtazama rafiki yangu Willy, nikampa simu yake, nikasema kaka Willy, hata Mathayo 7 mstari wa kwanza unasema usihukumu ili usije ukahukumiwa. Anajua yeye na Mungu wake. Wapo watu wengi sana kwenye haya maisha wakabadilika na kuwa watu wazuri sana. Yeye ndiye anayejua ndani ya moyo wake kitu gani anachokifanya. Mimi nadhani tusiwakatishe tamaa wale wanaojaribu kubadilika kwenye maisha yao. Najua kwamba maumivu yanatufanya tusiwaamini, lakini tujitahidi tusiwe sehemu yao ya kuanguka. Tusiwaingilie kabisa. Tuwaache watafute amani yao, ili kama wakiwa wanaanguka tusibebe dhambi zao. Kaka, mimi sitamani kujua habari za huyu mwanamke kusema ukweli hata kidogo. Na kama siwezi kumwamini kabisa kwenye maisha yangu, mwache tu aendelee kuishi maisha yake. Hapo Willy alinitazama akasema, kaka kweli umeamua. Na ndugu yangu mimi nimekuelewa. Kwa kweli kama hatuwezi kuwaunga mkono baada ya kutuumiza, basi tusiwe sababu ya kuwakatisha tamaa. Wajipambanie tu wao wenyewe. Hapo nikamtazama Willy, nikamuuliza Willy, vipi kuhusu kazi? Basi nilipomuuliza hilo swali Willy, nilikuwa nabadilisha tu mada. Alinipa pale ripoti zake za hapa na pale. Mimi nilikuwa tu nafanya hivyo kwa sababu sitaki kumuona wala kumsikia Gabriela. Kwa hiyo nikawa nimechange ile mada. Nikiwa hapa nazungumza na Willy, simu yangu iliita. Alikuwa ni Dr. wa Pina ndiye alikuwa ananipigia. Kwa hiyo nilipokea ile simu na daktari akasema, hongereni sana, pia poleni sana kwa kusubiri. Tumefanya mazungumzo na wabobezi, walisema wanakuja na sasa imefika mwisho. Wiki hii Jumamosi watakuwa wako hapa, hivyo kwa heshima yako tunaomba mjiandae na mfike hapa mapema sana siku hiyo kwa ajili ya vipimo na matibabu. Tunawatakia kazi njema. Unajua mimi nilitabasamu kupata hii taarifa kutoka kwa daktari. Nikamwambia daktari, asante sana. Asante sana daktari. Kwa pale nilikata simu na Willy akaniuliza, "Wewe kaka, kuna nini? Mbona kama vile una furaha namna hiyo?" Nikamwambia, sikiliza mwanangu, mwezi huu Pina anaweza akaona kabisa. Naogopa sana. Hivi sana anaweza kanikataa mimi mwanangu baada ya yeye kupona. Labda mimi sio aina ya mwanaume ambaye anamtaka. Sijui itakuwaje, unajua mpaka naogopa ujue. Sasa Willy hapo alicheka sana, akaniambia, ndugu yangu, mwanamke gani akatae mwanaume mwenye roho nzuri kama wewe? Wanawake hawaangalii sura kaka. Wanawake wanaangalia mwanaume mwenye utu, mwanaume mwenye kujali, mwanaume mwenye roho nzuri ndugu yangu. Sikiliza, we furahi tu. Kwa sababu sasa hizi mtachati vizuri, mtaonana vizuri kabisa na Mungu amsaidie tu yule binti aweze kuona. Ni anaonekana ana amani sana. Sasa Willy aliponiambia hivyo kwanza nikatabasamu, nikamwambia, sikiliza ndugu yangu, mimi yule binti nataka nimbalishe pete ya kuomba uchumba Jumamosi hii, ili tutibiwe akiwa mchumba wangu. Naogopa yule anaweza akapona afa akanikataa. Lakini akishapona mimi nataka nimuoe. Hata kama akija kuona vizuri, awe tayari yeye ni mchumba wangu, ashindwe kunikataa. Hapo kwanza Willy alitabasamu akasema, sawa, mimi sijui itakavyokuwa. Basi mimi nilicheka pale, nikamwambia ngoja kwanza nimpigie kwanza, alafu baada ya hapa tutapanga kila kitu. Kwa nilichukua pale simu yangu nikaanza kumpigia Pina. Pina alichelewa kupokea simu, lakini ilikuwa na furaha sana. Basi alipokea pale, nikasema kwa fulani, nikamwambia, Lonely. Yes baby, uko vizuri? Unajua nilishtuka, nikamwambia vipi, mbona huna hata furaha? Kwa sababu gani? Mbona sio kawaida yako? No baby, nimechoka sana. Niambie kuna nini kama umefurahi sana? Ni kweli niko na furaha. Ni kweli mpenzi wangu. Daktari wako bwana amenipigia simu. Kuna nini? Hapo ikabidi muelezee Pina. Nilipomuelezea Pina alifurahi sana. Akasema, "Wow, Mungu ni mwema jamani, nina hamu kubwa ya kukuona." Nikamwambia Pina, itakuwaje kama utaniona alafu usinipende? Rodrick, ukiniambia unatamani kukupiga ujue. Hebu usiniambie wewe maneno yako. Nataka kumuona huyu kaka mwenye roho nzuri kama wewe.
Hivi Pina, unayozungumza ni ya kweli? Hautonibadilikia? Bana, mimi naona kama vile Jumamosi haifiki. Lakini Pina, kabla kufanywa wewe upasuaji, natamani nikufanyie kitu Ijumaa na kisha Jumamosi nikupeleke hospitalini. Kitu gani? Hapana, wewe subiri. Subiri, ni kitu chenye furaha, sawa? Kwa sababu sasa nina kazi nyingi sana. Hatutaweza kuonana mpaka Alhamisi au Ijumaa yenyewe. Au kama unataka ukakae tu nyumbani, lakini nitakuwa niko busy sana. Haiwezekani, nitakuja, ila na mimi kuna kitu nataka tuongee Ijumaa kabla ya huo upasuaji. Ninataka nikija ndo tuongee, ila wacha tuunganishe matukio. Kitu gani tena unataka kuongea na mimi? Hapana, subiri kama ulivyoniambia nisubiri. Na wewe subiri, Ijumaa sio mbali mbona? Sasa aliposema hivyo tulicheka tu, ila kiukweli sauti yake ni kama vile ilikuwa ni ya utofauti. Lakini sasa mimi ningesema nini? Nikakata simu na rafiki yangu Willy akaniuliza, "Wewe vipi kaka? Mbona kama sura tena umebadilika?" Nikamwambia, "Mwanangu, sauti yake huyu binti haiko sawa. Mpaka naogopa sasa kuanza kumpoteza." Hapo Willy alicheka akasema, "Kwa nini mwanangu unakuwa unawaza hivyo? Kwa nini unakuwa hujiamini mshikaji wangu?" Nikamwambia, "Sikiliza Willy, hujui tu huyu mwanamke akiwa utofauti, mimi mpaka roho yangu inaniuma. Lakini okay, atakuwa tu sawa bwana, usijali." Sikiliza kaka, watoto wa kike wana mambo mengi sana. Mpe muda na atakaa tu sawa kabisa. Kwa sasa hebu tuanze kwanza Ijumaa. Kwa hiyo unafanyaje hiyo sherehe? Ninachokitaka mimi ni marafiki tu wachache, wafanyakazi wangu, babangu na mamangu, ingawa sina hakika kama mama atakuwepo. Basi tu na familia yake Pina inatosha. Msikilizaji, mimi na Willy tulifurahi na hata tulianza kutafuta kurasa wanazouza pete nzuri. Nakumbuka sana hii siku. Nilikuwa nina mambo mengi sana. Kazini inabidi mimi nifanye. Inabidi niende site, nitafute nguo nzuri kwa ajili yangu na mtoto Sam na bibi. Na zaidi ya yote mpenzi wangu, nguo ya kuendana na tukio maalum la Ijumaa. Kwa nikawa nina mambo mengi. Siku ya Jumanne ndo nilimwambia baba na nilimwomba babangu azungumze na mama ili mama pia aweze kufika pale. Jumatano baba alinipigia simu kunipongeza na kisha akasema kila kitu kiko sawa. Basi mimi nikatafuta hoteli, nikalipia ili waandae kila kitu kwa ajili ya mpenzi wangu. Na siku ya Alhamisi mpenzi wangu alikuja nyumbani. Kama kawaida nikiwa naye ni furaha sana, haswa nikitoka kazini na mkuta pale nyumbani. Unajua tena ile unachangamsha damu na mnacheza basi burudani tu. Siku ya Ijumaa sasa asubuhi niliamka na mpenzi wangu aliamka. Nilisalimiana naye kwa upendo nikitaka niambie jambo lake, lakini Pina alicheka akasema, "Subira yavuta heri. Muda utakaoniambia kuhusu jambo lako na mimi ndo nitasema." Nikajikuta nimetabasamu tu nikamwambia, "Sikiliza Pina, mimi nina hamu sana. Sasa kama kuna mambo naenda kushughulikia mchana, manake mimi sitakula, ila jioni msipike, nitawatoa." Hapo Pina alitabasamu akasema, "Nakupenda sana mume wangu." Mimi nikatabasamu nikamwambia, "Nakupenda sana mpenzi wangu kipenzi." Tulikumbatiana naye pale na kisha nikamwambia, "Pina, mimi mwenzio nakupenda sana." Pina alicheka tu akasema, "Nina hamu sana na kesho. Nataka kukuona na hii sura yako nzuri." Mimi hapo nilitabasamu tu nikamwambia, "Nitakufuata saa 1. Muda wote utakuwa busy jamani. Kwani unafanya nini mpaka iwe saa 1? Tulia baby, sawa, wewe tulia, kila kitu kitakuwa sawa." Basi nikatoka zangu nikaenda kwa bibi nikamuelezea na nilimuomba asiseme chochote kile. Bibi alijawa na furaha sana na mimi pia nilifurahi. Nilikumbatiana na bibi, nikampa mfuko wake na nilimwambia dereva saa 12 anawafuata, kwa hiyo inatakiwa aoge, ila hizi nguo abebe na atavaa yuko saluni. Bibi alifurahi sana. Nilienda mpaka hoteli, rafiki yangu Willy alinisaidia kuweka mambo sawa, maandalizi yalikuwa ni moto vibaya mno. Sasa muda nao pia ulikuwa unaenda kasi vibaya mno, lakini kila kitu kilikuwa safi kabisa. Pale hotelini sehemu ya kufanyia jambo langu ilipambwa vizuri na picha zetu ambazo tunaonekana ni wenye furaha. Hakika kwanza palipendeza sana. Nilipokuwa hotelini nakagua mara ya mwisho ili sasa nijiandae, simu yangu ikaita. Alikuwa ni Mama Babu. Nilishangaa kuona simu kutoka kwa Mama Babu, nikajisemea, sijui anataka nini tena huyu. Rafiki yangu Willy yeye alikuwa tu ana mambo yake. Basi mimi nikapokea ile simu, nikasikia Mama Babu ananiambia, "Uko wapi?" Kwanza kabidi nitazame hii simu. Ni yeye Mama Babu au ni nani? Inakuwaje Mama Babu ananiuliza mimi wapi nilipo? Nikamuuliza, "Mama Babu vipi? Una nini wewe?" Mama Babu akaniambia, "Mama yako yuko hapa. Amemtolea maneno machafu sana Pina.
ameingia mpaka chumbani kwenu, ameanza kumfukuza. Na nimejitahidi sana kuzuia hili lakini sijaweza. Amemtupia vitu nje, na nilipojaribu sasa kumsaidia na kumfuata nje, alinikaripia nirudi ndani. Sijui hata atakuwa kaenda wapi, na mbaya zaidi fimbo yake ninayo hapa, na mama yako naye ameondoka. Yaani nilipopewa kwanza hizi habari, nilikata simu haraka sana. Nikaangalia kwenye simu. Maana kwenye simu yangu mimi nimeunganisha na kamera za nyumbani. Nilianza pale kuangalia CCTV kamera za nyumbani. Nikaona pale, nilianza kuangalia mama alipofika. Mama Babu alikuwa yuko na Pina wako jikoni. Pina alimkaribisha mama na alimsalimia, lakini inavyoonekana mama akaanza kusema, "Wewe maskini mkubwa wewe, huna kwenu? Kukicha tu kwa mwanangu. Eti nakuvalisha pete, kwa kipi hasa nakuvalisha wewe? Sikupendi na kama uwezi kuwa binti yangu, na hapa utaondoka. Mabinti wengine bwana, kuona mwanangu ana vijihela hela, mnamwendea kwa mganga. Angekuwa maskini ungekuwa wewe ungeendelea kumganda hapa, na huo upofu wako. Unaona unapendwa sana, sio manake?" Yaani hapo jamani, nimeshika hii simu, natazama hizi CCTV kamera za nyumbani mpaka nikawa natetemeka. Namuona Pina mpenzi wangu machozi anamtoka. Pina akawa anasema, "Mama, sio wewe, sio yoyote atakayeweza kukatisha mapenzi yangu na Ricky. Tunapendana sana. Mimi sijali kuhusu wewe kwa sababu kijana wako ananipenda, na hata hivyo sijakukosea kitu mama." Hapo nikaona mamangu amemwasha kibao Pina. Mimi mpaka nikafumba macho. Yaani huku nimeshika simu natazama mpaka macho nikafumba. Vile Pina anaugulia maumivu, na mama Babu alikuwa anasaidia, inashindikana. Alafu nikamsikia mama anasema, "Una mdomo sana wewe binti. Ile siku hospitalini nimekuacha, unaona kama vile unaweza kunijibu unavyotaka. Sina maana yake maskini mkubwa wewe. Una hadhi ya kuwa na mwanangu. Kijana wangu ataoa tajiri mwenzake." Hapo niliona mamangu anamsukuma na kumvuta mwanamke wangu nje ya nyumba yangu. Anafoka vitu ambavyo havieleweki. Mama alimsukuma Pina, afa akarudi kuchukua nguo, akatoka nje akatupa ile manguo. Kwenye maisha yangu yote sijawahi kuwa na hasira kama hii siku, msikilizaji. Nilichukia sana. Rafiki yangu Willy sikumwaga hapa. Niliondoa gari huku nikiwa ninalia na tetemeka vibaya mno. Mamangu aombee Mungu nisimkute pale nyumbani. Nilifika nyumbani nikaita, Pina mpenzi wangu Pina." Mama Babu hapo analia, anasema, "Nisamee bosi, sikuwa na la kufanya." Mimi nikaita, "Mama, naita yani." Mama Babu akaniambia, "Mama yako ameshaondoka hapa muda ule na amesema Pina asirudi tena hapa." Jamani, sikutaka hata kuendelea. Niliingia kwenye gari yangu safari mpaka nyumbani, naendesha gari kama vile mashindano. Nilipofika kwanza nikapitiliza mpaka ndani, afu naita, Mama upo wapi?" Naita yani kwa hasira. Mama yangu alikuwa ndo anajiandaa. Aliponiona kwanza alishtuka, akauliza, "Kuna nini? Unalia na hasira hivyo, kuna nini kwani?" Aisee, nililia nikaambia, "Baba, nataka mama niambie, mimi ni mtoto wake ama mimi ni nani yake?" Hapo baba akanitazama akasema, "Wewe ni mtoto wake, kwani kuna nini?" Hapo nikatoa simu yangu mfukoni nikampa baba aone kila ambacho mama amekifanya. Babangu alichoka. Kwanza mzee alikaa kwanza. Mimi hapo nalia na tetemeka. Baba akauliza, "Kwa hiyo binti yangu yuko wapi?" Mimi hapo nilikuwa na machozi nikasema, "Baba, mimi sijui. Sijui baba, sijui atakuwa wapi, sijui." Sasa nisikilize kijana wangu. Huyo binti wa watu, huyu mama yako achana naye. Atakuharibia siku. Twende kwanza tukamtafute mtoto wa watu. Nikasema, "Baba, itakuwaje kipato na tatizo?" Sitamsamee mama. Sitamsamee kwenye maisha yangu yote. Hapo baba alinikumbatia. Nikamwambia, "Baba, nenda kule kanisani nilikofunga ndoa. Na mimi nitaenda kwa kina Pina. Ukimwona huko utaniambia, na mimi nikimwona pia nitakwambia." Babangu akasema, "Sawa mwanangu, lakini tu kwa makini usije ukafanya huko ujinga. Huyu mwanamke ni mpumbavu sana." Mimi hapo niliingia kwenye gari, nikaendesha gari hapo nalia. Nimefika kule nakuta bibi alikuwa anajiandaa. Nilipomwona akaniuliza, "Kijana wangu, mbona unalia? Kuna tatizo gani?" Hapo nilimtazama bibi nikamuuliza, "Bibi, Pina amekuja hapa?" "Hapana, sijamuona hapa." "Si ulikuwa naye? Yuko wapi kwani?" Nikasema, "Mungu wangu, mke wangu, Mungu wangu, nini kimetokea tena?" Hapo msikilizaji, mimi chozi linanitoka. Nikamwambia, "Bibi, mamangu amekwazana na Pina. Sijui hata Pina kaelekea wapi." Nilijua hili litatokea." "Haya, kanisani je vipi?" Hapo kabla sijajibu simu yangu iliita. Alikuwa ni babangu mzazi ananipigia. Akanambia, "Mwanangu, huko hayupo huyo binti." Aisee, nililia nikasema, "Baba, nitafanyaje sasa? Nitampata wapi Pina?"
Hali ilikuwa ni mbaya sana. Bibi alichukua simu yake akapiga simu ya Pina, inaita lakini haipokelewi. Nikapiga na mimi hakuwa anapokea. Bibi akasema sijui hata atakuwa amekwenda wapi. Nachanganyikiwa mimi, Mungu wangu. Nikamwambia bibi, mimi naondoka. Labda kanifuata ofisini. Kama hayupo huko, naenda kanisani. Nitasubiri mpaka aje. Hapo bibi alikuwa ananitazama. Bibi analia sasa na yeye. Mimi nikaingia ndani ya gari, hapo chozi linanitoka. Nilikuwa sielewi kitu zaidi ya kukimbizana na gari yangu. Nilikuwa nimekaribia kabisa ofisini kwangu. Na kwa bahati mbaya, kwa kukosa umakini, nilipata ajali mbaya sana. Ajali mbaya. Na nakumbuka kwenye hiyo ajali nilikuwa namtaja tu Pina. Kwa sauti ya maumivu, kwa sauti ya kukata tamaa, kwamba Pina wangu, Pina, mtafutieni Pina. Lakini pale watu mimi ikabidi wanikimbize hospitalini. Taarifa zikasambaa sana. Mpaka nafika hospitalini, jina pekee ambalo mimi nilikuwa nataja ni Pina tu. Na hata sijui alipokuwa ni wapi. Nilianza kufanywa pale matibabu, Pina simuone mimi. Mimi nabaki kulia tu. Habari zangu zilisambaa haraka sana. Niliona babangu akija mbio mbio kwenye chumba nilichokuwa hapo. Babangu alikuwa analia, anasema mwanangu, nilikuambia uwe makini. Unaona sasa? Hapo nilimtazama baba. Nikamwambia baba, Pina baba, Pina. Hapo babangu naye alikuwa amechanganyikiwa sana. Niliona babangu anavyohangaika. Mara rafiki yangu Willy alifika. Akaja pia na mamangu. Nilipomwona mamangu ni kama vile kichake kilikuwa kimenipanda. Nilimfukuza nikasema yote haya ni kwa sababu yako. Na kuchukia mama, ondoka, sitaki kukuona. Ondoka. Hapo mama akansema mwanangu, nakupenda sana, nisamee mama yako, nisamee. Nikamwambia baba, naomba mtoe mke wako, mtoe sije nikafanya kitu kibaya. Mtoe hapa, kamtafute Pina popote pale alipo. Aje naye hapa, ndo msamaha wangu pekee. Sasa Willy alinitazama, huyu rafiki yangu Willy, akasema kaka, Pina yupo na mke wangu kule, wanakuja. Hapo mamangu mzazi akadakia, wako wapi niwafate. Nikasema sitaki hata kukuona we mama. Yaani hata kumuita mamangu nilikuwa nashindwa. Nilikuwa na maumivu makali mno, nalia huku mama akilia. Haamini alichokuwa mikisababisha. Mwanangu usifanye hivyo, tulia mwanangu. Sasa dokta aliona hapa mambo ni magumu sana kwa upande wangu. Ilibidi mimi nichomwe sindano ya usingizi. Kwa hiyo mimi nikajikuta nimelala bila hata kujitambua. Nililala kwa muda mrefu sana, na kusema ule ukweli nilikuwa na maumivu makali sana moyoni mwangu, na hata sijui namna kuweza kuielezea. Ingawa nilikuwa nikitazama kwa nje ni kama vile sijaumia. Nilifumbua macho yangu, niliona Pina alikuwa amelala pembeni yangu. Niliita kwa uchungu na kwa maumivu mno kwamba Pina. Pina haraka sana aliamka, akaanza pale kunipapasa, akasema mpenzi wangu, umeamka kipenzi. Hapo msikilizaji, nilikuwa na maumivu, siwezi hata kujigeuza. Nikawa nasema huko nalia kwamba nisamehe sana kwa alichokifanya mamangu. Nimekutafuta sana jana. Naona aibu kwa kila ambacho amekifanya. Nisamehe kwa ajili yake Pina. Usiongee mpenzi. Niambie umeumia sana. Niambie mimi sioni, lakini niambie. Hapo nilimshika uso wake nikamwambia, kabla sijakuona nilikuwa na maumivu makali sana. Yanapoa sasa baada ya kujua kwamba uko hapa na mimi. Pina, huniachi si ndio? Kamwe siwezi kukuacha, nakupenda sana. Hapo tulikumbatiana, ingawa nilikuwa na maumivu lakini sikuwa najali. Baba alikuja na mara niliona mamangu akiingia. Baba alinifuata pale nilipo. Nilimtazama baba afu nikamwambia baba, naomba mtoe huyo mwanamke hapa. Sitaki kumuona mzee wangu, tutagomana, tutakosana. Lakini cha ajabu mamangu akapiga magoti akasema, naomba unisamee kijana wangu. Naomba unisamee mwanangu, nilikuwa mjinga, nilikuwa na hofu, nakupenda mwanangu, nilitamani vitu ambavyo sikutumia akili, naomba unisamee sana mwanangu. Baba akamfokea pale mama, akamwambia kelele bwana. Mwanamke mpumbavu sana wewe, sijapata kuona. Nyakati zote unaniona mimi kama mpuzi. Kwa nini unakuwa una roho mbaya namna hii?
Lakini hapo mamangu huyu alizidi kulia kwa uchungu mno, na ndipo daktari akaingia hapo wodini. Alipoingia, baba alikaa kwenye kochi akiwa na hasira sana. Daktari alinitazama na akaniuliza namna naendelea, na wakati wote huo Pina alikuwa analia tu. Na mimi nilimweleza daktari vile ambavyo najisikia, na daktari akasema majibu yangu yapo tayari. Akasema sasa nimpatie nani? Baba akasema mimi hapa ndo baba yake, na huyu hapa ni mama yake, huyu hapa ni mke wake, tupatie tu hayo majibu. Kwa daktari alitutazama pale na kisha akaeleza hali yangu. Mwisho wa yote daktari alisema kwamba huyu kijana baada ya kupata ajali ameumia sana ndani kwa ndani, na hii imepelekea matatizo hata kwenye mirija yake ya uzazi. Asilimia za huyu kijana kupata mtoto ni 10% tu kwenye 90. Kwa hiyo hapo ni muujiza tu ndio ambao unahitajika. Poleni sana. Kwanza nilifumba macho. Nikasema no doctor. Doctor unataka kusema kwamba mimi sitakuwa na uwezo wa kuzaa tena, si ndio? Doctor akasema uwezekano upo, lakini huo uwezekano uliopo hautoshi kusema kwamba ni kwa 100% kaka. Inawezekana ukapata mtoto, lakini uwezekano ni finyu sana, ni mdogo sana. Nililia kwa uchungu. Nikasema mama hayo umeyataka wewe. Mama hayo umeyasababisha wewe. Ni wewe na roho yako mbaya mama. Ni wewe, nakuchukia. Leo hii mimi sitaitwa baba ni kwa sababu yako wewe. Sitakuwa na familia ya ndoto zangu kwa sababu yako wewe. Nakuchukia. Hapo Pina alilia kwa uchungu huku akinikumbatia. Sasa Pina ndo akawa ananiambia tulia mpenzi. Tulia, utaitwa tu baba. Tulia, utaitwa baba. Hapo nilimtazama Pina nikamwambia Pina, kivipi? Kivipi mimi nitoe baba? Nitaitwa baba kivipi? Hapo babangu mzazi akawa anamfokea mke wake, anamwambia nakuchukia sana we mke wangu. We mwanamke una roho mbaya. Ina maana unataka mtoto wangu na yeye aishi maisha kama ya kwangu. Unaniletea mimba sio ya kwangu. Na nilipokea mtoto bila kulalamika. Ukaliona mimi ni mpumbavu. Na sasa unataka mwanangu wa pekee na yeye afanye kama mimi, sio manake? Si ndio? Nilishangaa. Nilikuwa nalia mpaka kulia nikaacha. Nikatamani kuinuka lakini sikuweza. Daktari akanituliza. Mimi nikamuuliza baba, umesemaje hapo sijakusikia? Kwa baba, kwa lugha nyepesi hapo unataka kusema wewe mimi sio babangu wa kunizaa? Kwanza nilijikuta nakumbuka ule ushauri wake. Vile anasema kitanda kizai haramu. Mara kuwa baba sio lazima uzae. Nikaa nimekumbuka maneno yote ya baba. Babangu anavyonipenda kuliko hata mama alinizaa. Mzee wangu alipiga magoti, alilia kwa uchungu akasema kijana wangu nisamehe sana. Nisamehe sana. Nilitegemea kwako nitapata wajukuu atakuwa ni watoto wangu pia. Tazama mamako alichokifanya. Hapo nilimtazama mama. Nililia kwa uchungu nikamwambia mama, wewe ni mama wa aina gani? Ilikuwaje Mungu akakupa wewe uzazi? Mungu wangu, wewe mama hufai. Hapo Pina alinitazama akasema tafadhali usitamke maneno hayo. Ronrick, wewe utakuwa tu baba hivi karibuni, utaitwa baba. Mimi hapa nilipo na mimba ya miezi 2 sasa. Ndio nilitaka nikwambie jana. Pina aliposema kwamba ana ujauzito wangu wa miezi 2, kwanza baba akasimama. Baba akashangaa. Mimi mwenyewe kwanza nikabaki na shangaa. Nikajikuta mpaka nacheka, nikamwambia wewe Pina unasemaje? Pina, hapo ulipo una mimba yangu. Una mwanangu? Hala? Pina una mimba kweli? Kwa mimi nitakuwa baba. Ina maana mimi baba mtarajiwa? Hapo Pina akanijibu huko analia akasema ndio, utakuwa baba. Utakuwa baba mpenzi wangu, tulia tafadhali. Bas. Hapo nilijikuta nacheka, daktari akawa anapiga makofi. Nikamwambia daktari, mzigo humo wa miezi 2 pharmacy nini? Na mzigo hapo. Hapo sasa nikasahau kama nilikuwa na tatizo finyu la kutokupata mtoto.
Na namshukuru Mungu tatizo limekuja tayari, kumbe nishatia mimba huko. Hapo mamangu sasa ndo akapiga magoti chini. Hata aibu hana. Daktari alikuwa na furaha sana, na wakati huo bibi pamoja na Samu mtoto wa Pina walikuwa wanaingia. Kale katoto kakanikimbilia, kaka kananiita baba, baba. Kumbukeni huyu Samu sio mtoto wangu, ni mtoto wa Pina. Mimi Pina nimemkuta tayari ana mtoto mmoja. Alinikumbatia pale analia. Kale katoto Samu kananiuliza, "Unaumia sana?" "Nilisikia umeumia baba." "Nimelia sana." "Baba pole." Sasa kwanza nililia kwa furaha. Nikamwambia, "Niko hapa mwanangu, naendelea vizuri kabisa, niko hapa." Hapo baba yeye alikuwa anashangaa tu, babangu mimi mzazi alikuwa anashangaa tu. Alikuja pale mzee wangu kunikumbatia kwa furaha, na kisha Pina naye akaja. Daktari alinipa pale pete yangu, na mimi nikasema, "Pina, ilikuwa kwa ajili ya jana. Kabla hujaenda kwenye upasuaji, nilitaka nikuveshe hii pete ya uchumba. Tafadhali utakubali kuwa mke wangu?" Pina alilia kwa furaha mno, akaniambia, "Rick, niko tayari. Rick, nakupenda." Nilikuwa naogopa, nilijua ni hadithi mbaya itajirudia. Japokuwa pete ilitakiwa avalishwe jana kule hotelini kuliko andaliwa kila kitu, lakini mwisho wa siku anakuja kuvalishwa hospitalini. Mungu bana. Kweli huwezi kujua kesho kitatokea nini. Hotelini nimelipa magarama, mapambo na kila kitu, namvalisha pete ya uchumba mwanamke wangu Pina. Ghafla binifuna kuja kumvalisha hospitalini, niko kitandani hoi bin tabad. Lakini uzuri alikubali. Nikamvalisha ile pete. Nikamvalisha pete Pina. Wote tukao tunalia, mimi na Pina tunalia. Sio pete za uchumba za siku hizi. Mnavalishana, mara mwingine anaona aibu, mara fanya mwingine anacheka cheka. Raha ya pete, unavalishwa unalia kwa hisia. Chozi linakutoka. Huo ndo upendo wa kweli. Pale mama aliendelea kulia mpaka kwa Pina. Mamangu mimi alienda kushika miguu ya Pina, akanasema, "Nisamee mwanangu, unaona aibu, nisamee binti yangu, nisamee." Pina akaambia, "Usijali mama, niko hapa kwa sababu ya Ricky na hakuna kitu kitabadilika. Mimi ni yule yule mshamba, mimi ni yule yule maskini, sijabadilika." "Tafadhali mwanangu, nakuomba usiseme hayo, nisamee mama yako mimi." Pina pale kwanza alikuwa amenikumbatia tu, hataki hata kumsikiliza mama yangu. Na ndipo ghafla simu ya baba iliita. Na ilikuwa ni simu ambayo imetoka hospitalini kule kwa Pina. Baba alinitazama akasema, "Rodrick, huyu Pina anahitajika kule. Wamekutafuta sana bila mafanikio." Sasa Pina ndo akanitazama mimi akasema, "Naogopa sana, naogopa mpenzi." Nikamwambia, "Usiogope, fanya kwa ajili yangu na mimi nitapambana kwa ajili yako. Utakuwa na baba, mimi hapa niko na Willy, niko na bibi, niko na Sam, wala hata usijali." Sasa cha ajabu, mama yangu mzazi akasema, "We binti, Mungu akusimamie, nenda huko, usiogope ukafanya upasuaji." Hakuna hata aliyemjibu. Na hakuna kitu kinauma uzungumze kitu alafu wote wamekukalia kimya yani. Yeye unaonekana kama wewe ndo mchawi mshirikina. Hata kama unamtakia heri mtu utaonekana kama wewe sasa ndo unataka kumtilia nuksi gundu. Hakuna aliyemjibu. Mama anajichekesha chekesha pale analia, hakuna aliyemjibu. Babangu kwanza akamkumbatia yule mtoto Sam. Akamwambia, "Mlinde baba, mimi nampeleka mama hospitalini." Kale Kasam kale katoto kalitikia. Pina aliagana na bibi yake akanibusu pale, akanambia, "Asante mpenzi, nitarudi hapa nikiwa niko mzima." Mimi nikamwambia tu, "Kuwa makini. Naamini utarudi uko salama." Nilipokea pale habari mbaya sana ya kwamba mimi nimeharibikiwa na mfumo wangu wa uzazi. Lakini kumbe tayari Pina na mimba yangu. Kwangu hii ilikuwa habari njema sana, na hata ndani moyo wangu nilikuwa naomba Mungu anipe mapacha. Waje watoto wawili. Sina tena uwezo wa kuzaa. Waje watoto wawili papa. Ikizikana hata mapacha watatu fresh. Nilikuwa nasema, "Mungu, unajua kuwa mimi napenda familia, napenda watoto, tafadhali. Sijui utafanya nini, ila tu nina imani nitakuwa na familia kubwa sana." Hata nikiwa katika hii hali, mamangu akanifuata, akanipigia pale magoti, "Mwanangu, mimi ni mama yako mbaya kwako. Nilijali furaha tu kuliko vile wewe unajisikiaje. Mimi najutia mwanangu, sikujua nitasababisha matatizo hivi na hivi. Mwanangu, naomba unisamehe sana mwanangu." Nikamwambia, "Sikiliza mama, sikiliza bana. Mimi nahitaji kupumzika, sawa? Umemkosea Pina. Akikusamee Pina na mimi nitakusamee pia. Naomba uniache." Hapo mamangu alikuwa analia sana.
Hata bibi Pina alimuinua pale akatoka naye. Siku zote mimi nilikuwa siongei na mama, nimemnyamazia tu. Walikuja watu pale mbalimbali kuniona, wakiwemo mama Gabi na baba Gabi. Baba alimuulizia pale Gabriela, nikamsikia mama yake Gabriela anasema, Mungu ndiye anayejua. Mwanangu Gabriela kama kichaa, anavuta sigara, pombe, sijui hata kama hatumii madawa sijui. Mimi nikasema nilimuona Gabriela amebadilika, lakini mama Gabriela akasema, yanapo chozi linamtoka mama Gabriela, akasema ni makosa yangu. Nilimdekeza yule mwanangu Gabriela kama yai. Ukiachana aliojifunza kwangu kama mama, lakini dunia nayo pia nayo imemfundisha mengi sana. Natamani wazazi wawachunge sana watoto wao. Wasiwape simu wakiwa wadogo. Wanaona vingi sana kwenye hizo simu, ukichanganya na malezi ya nyumbani ndo kabisa. Sijui hata nitafanya nini. Nimempoteza mwanangu Gabriela. Nikamwambia pole sana mama, poleni sana. Nashukuru na hongera, nimesikia kwamba unatarajia mtoto na umechumbia. Nikasema nashukuru sana mama. Basi wakaaga pale, na mimi moyoni sasa nilikuwa nashangaa namna habari jinsi zinavyoenda haraka haraka sana. Niliwahurumia sana, ila sasa nitafanya nini? Maisha ndio nayoishi mimi, nimeanza maisha yangu mapya. Sitaki kusikia habari za Gabriela. Kila baba alipokuwa narudi kuja kuniona nilikuwa namuulizia Pina, na baba alinipa taarifa zote za umuhimu na akinisisitiza nisichoke kumuombea. Siku ya pili nilipokea taarifa ya upasuaji wa kwamba umefanikiwa, na sasa nikawa nasubiri matokeo. Nilikuwa namuombea sana mke wangu pale kwenye vitanda vya hospitali. Na siku zilizidi kwenda, na mimi walao nikapata sasa nafuu wiki 2. Baadaye baba alinipigia simu na kusema kwamba mkeo amesema hataki kufunguliwa macho yake mpaka we uwepo, ili kama amefanikiwa wewe ndio uwe mtu wa kwanza kuone machoni. Kwanza nilitabasamu kwa furaha sana. Niliomba ruhusa hapo hospitalini niende kwa hospitalini huko kwa mke wangu kwenye tiba ya macho. Na kweli nilipewa ruhusa. Niliondoka na mama, bibi, Sam na Willy pamoja na mke wa Willy. Baada ya kufika huko hospitalini kwenye hospitali ya macho aliyokuwa hapo mke wangu, nilifuata taratibu na kisha nikaingia kwenye chumba cha mke wangu. Nilimsalimia kwa furaha, nilimshika mikono na nilimfungua taratibu huku tukisubiri aseme kama ananiona. Mke wangu alianza kwa kunipapasa uso wangu. Nikamuuliza, vipi, unaona? Unaona? Sasa alikuwa ananichanganya sasa. Maana sasa ananipapasa it means kwamba haoni. Wakati namuuliza hivyo mke wangu machozi yalimtoka. Akatikisa kichwa hivi. Means kwamba haoni. Sasa nilitokwa na machozi ya huzuni. Nikasema usijali mke wangu. Wewe bado ni mzuri. Sawa. Huu ndio mpango wa Mungu. Mimi bado nakupenda na nitakuwa Rick yule yule siku zote. Hapo mke wangu kwa furaha ya machozi akasema, you are so handsome Rick. Unafanania na roho yako. Tazama ulivyo. Macho yako, mdomo wako, pua yako, ngozi. Mungu wangu. Nakupenda sana Rodrick. Nikamwambia mwewe nini? Wewe kwa unaona, si ndio? Naona. Nikamwambia tulia. Hii ngapi? Hiyo 4. Nikamwambia cha wenda zimu. Wewe ni 4. Hii 2 bwana. Hii ngapi? 3. Pina. Bwana nijibu na serious. Hii ngapi? Hiyo 10. Usi msema umeona unasemaje hii 10? Hii ngapi? 1. Yeah. Kumbe unaona kweli bwana. I say. Yaani nilikuwa nasukumwa kwenye kiti mwendo. Kwa sababu mimi si nilikuwa naumwa, na mimi mjue nilipata shida nilipopata ile ajali, nilikuwa nasukumwa kwenye kile kiti cha magurudumu. Sijui ilikuwaje, lakini nilijikuta nimesimama. Nikajikuta nimemkumbatia. Tukatoka mpaka nje. Nikamwambia, unaona kuna mwanga? Lile pale jua. Umeona mke wangu? Unaona, si ndio? Akaniambia, Rodrick, basi acha masiara. Mimi naona. Nikamwambia, saizi usiku, saizi mchana? Au asubuhi? Niambie saizi muda gani?
Watu walifurahia pale wote jamani, hili ilikuwa ni furaha. Tukaingia ndani. Basi mtu akiongea, yeye akawa ananiuliza nani? Mimi namwambia mtu fulani. Alipofika kwa Sam ambaye ni mwanae, walikumbatiana kwa furaha sana. Mara ya mwisho alimuona Sam akiwa na umri mdogo sana, kwa sababu hili tatizo limemtokea Sam alikuwa na umri mdogo sana. Akamkumbatia pale bibi yake kwa machozi, na kisha babangu alilia kwa huzuni sana, yani kwa hisia. Lakini huyu Pina akamwambia mzee kwamba mimi nilizika wazazi wangu zamani sana, lakini kwako nahisi kwamba nimepata baba. Pina alifurahi sana, na baba akafurahi akasema, wewe ni binti yangu kipenzi na ninakupenda sana. Basi kwa Willy alimtania na wakajikuta wanacheka mpaka kwa mke wa Willy, na kisha kwangu akaja akasema, nakupenda sana Ricky wangu, nakupenda mno. Kwa hiyo wasi tulikumbatiana. Mama alitufuata. Mamangu mimi mzazi alipiga magoti. Mamangu alilia kwa uchungu pale chini. Pina ilibidi amuinue mama, akamwambia, wewe ni mama na kuelewa, ulipambania kilicho bora kwa mwanao Rodrick, ingawa ulipambania kwa njia mbaya. Mimi binafsi nimekusamehe na sikumbuki tena yale yote yaliyopita. Hapo mama alilia akaniita, mwanangu, mwanangu. Basi tukakumbatiana pale kwa furaha sana. Tukiwa tuna furaha, basi kaka mmoja hivi aliita kwa heshima sana kwamba, Dr. Pina, tafadhali unaweza kurudi kuketi sasa. Sasa hapo baba akashangaa akasema, Dr. Pina? Basi yule kaka akasema, ndio, mi Pina huyu nimefanya naye kazi hospitali fulani hivi private miaka ya nyuma kwa kidogo, na mimi nilikuwa nesi pale, kwa hiyo huyu ni dadangu. Ni dadangu tena kazini, yeye ni bosi kabisa. Hapo kwanza mimi nilicheka na kisha nikasema, ni kweli baba anachokisema ujamani, kweli. Pina ni kwa sababu changamoto za macho, changamoto hivyo za maisha ndo zikakatisha ndoto zake, lakini Pina ni daktari. Baba akasema, haiwezekani, hebu pona kwanza alafu tutaongea kuhusu hili. Tulicheka sana, yani baba ni kama vile alikuwa aamini. Na mama akasema, ama kwa hakika usimdharau usimjua. Unaweza kuta yuko hapa kwa sababu ya maumivu, na wewe unamzidishia maumivu kwa kumdharau. Nisamee tu binti yangu, nisameeni. Pina hapo alitabasamu tu. Pina alikuwa anabaki hospitalini kwa kuendelea kuchunguzwa zaidi, na mimi nikarudi hospitalini. Na baada ya muda Pina alitoka, na hakuwa anatumia vitu vyenye mwanga mkali kama simu, sijui TV, kusoma, sijui na vitu kama. Lakini muda wote alikuwa na mimi pale hospitalini akinitazama, na mimi nikiasifia macho yale yalikuwa ni mazuri kweli kweli. Sikuwa naamini kabisa. Basi alinisimulia namna mama Babu alivyoshangaa tunacheka na mambo kama hayo. Siku ya kurudi nyumbani ilikuwa ni siku ya furaha sana kwa upande wetu. Nyumba yangu kusema ukweli ilichangamka sana. Huku wazazi, huku mke wangu kipenzi Pina na familia yake, mama Babu, marafiki zangu. Ilikuwa ni furaha. Pina alikuwa anafurahia dunia akisema kwamba, nilikumbuka kuona vitu vingi sana. Dunia ni nzuri sana jamani. Kwa wote pale tukawa tunacheka, tulipika tukala pamoja kufurahi. Nakumbuka sikutaka kupoteza muda. Baada ya kukaa sawa tu, huku nyumba yangu ile inaendelea kujengwa, mimi nilitangaza ndoa na Pina wangu. Sikutaka mimba yake iwe ni kubwa eti ndio tufunge ndoa, la hasha, sikutaka hivi. Basi kwa kuwa niliwahi kuoa, sikutaka mambo mengi. Ndoa ilitangazwa, na siku ya ndoa kwa furaha sana na wazazi wetu, Pina sasa akiwa anaona kama fresh kama kawaida, tulifunga ndoa yetu. Na nikamwambia mke wangu kipenzi, Lomli, wewe ni mwanamke pekee sana ambaye maisha yangu yote nataka nilale na kuamka nikifumbua macho yangu na muona yeye kila asubuhi. Nakupenda sana Rodrick. Leo hii wewe ni mume wangu pekee yangu. Nakupenda. Jamani, watu walifurahia sana. Ilikuwa ni harusi ndogo, lakini ilikuwa ni ya furaha kubwa sana. Willy na mke wake ndio waliotusimamia. Habari za ndoa yangu zilikuwa ni sehemu, yani zilisambaa sehemu mbalimbali na tulifurahia. Lakini kitu kibaya kilichotokea usiku huu wakati tunarudi nyumbani, unajua hatukurudi nyumba ya zamani, bali tulienda kwenye nyumba mpya. Tulipofika tu nilipokea simu ya Willy. Akaniuliza, kaka, unaona yanayoendelea mtandaoni? Mimi nikamuuliza, Willy, mambo gani tena? Na unajua mimi leo nilikuwa na shughuli. Hapo ndipo Willy alipokata simu akanitumia picha. Alikuwa ni Gabriela nyia alijinyonga, maskini Mungu. Na alikuwa ameacha ujumbe ambao ulisambaa mitandaoni. Ujumbe ambao ulisomeka,
maisha ni safari ndefu sana. Kusema ule kweli, nimefanya makosa mengi sana, lakini kosa kubwa ni kumpoteza mwanaume wa maisha yangu. Ninaumia sana, lakini siwezi kufuta niliyomkosea. Sikuwa mwanamke mzuri kwake. Ombi langu kwa wanawake wenzangu, ukipata ndoa, mpende mume wako, muheshimu na umjali kwa hali na mali. Leo hii mimi nimeishia hapa kwa sababu nimekubali nimepoteza matumaini yote. Nilitamani isiwe kweli, lakini sitaweza kuvumilia kumwona mwanamke mwingine na mume wangu ambaye ndiye mwanaume pekee aliyewahi kunipenda. Wazazi, waleeni watoto katika njia iliyo sahihi. Waficheni watoto na mahusiano yenu ya kila aina. Sitamani muwape simu, ila najua mtaniona mimi ni mjinga. Mengi nilijifunzia huko kwa umri mdogo sana niliokuwa nao. Acheni kulea watoto kimayai. Hata neno la Mungu linasema usimnyime mtoto mapigo. Haina maana kwamba umpige ovyo, lakini ni wajibu kumkanya na kumlea katika njia impasayo Mungu. Rondrick, najua leo umefunga ndoa, najua una hasira na mimi, najua nimekuumiza, najua hunipendi kabisa. Please, naomba uje kunizika, usinitelekeze, na kuomba sana, na kuomba unisamehe kwa yote. Sikuwa napenda kufanya niloyafanya, nilikuwa nafanya, lakini baadaye najuta sana kwa niloyafanya. Sijui hata nilikuwa na kitu gani kwenye maisha yangu, lakini pamoja na yote, upendo wangu kwako ulikuwa ni wa kweli kabisa. Hongera, umepata mtu wa kufanana naye, na kutakia maisha marefu na mazuri. Ni mimi Bedo. Mungu nisamehe, Mungu anihurumie. Mimi ni mjinga sana, sifai, sio mfano mzuri. Asante pia kwa kunitunzia aibu yangu. Nitakukumbuka milele, na kama kuna nafasi ya kukumbuka bado watu wazuri, wewe peke yako ulinijali hata kwenye aibu. Baada ya hapo kila mtu akanikataa. Ujumbe wake kidogo ulinigusa, nilimwonea huruma sana kwa njia aliyoichagua. Hata mimi nikaamua kumsimulia Lomde kile kilichokuwa kimetokea. Pina alisikitika sana, akisema kwamba alikuwa bado ana nafasi ya kujenga maisha yake. Kwani sasa amejinyonga? Lakini okay, pole sana Rondrick, wala usijisikie hatia. Amejua yeye mwenyewe, wewe haujaua. Pina aliponiambia hivyo, nilimkumbatia huyu mke wangu, nikamwambia nakupenda sana. Hapo mke wangu akasema tulale sasa, kesho tuende tukazike. Yaani kiukweli nilijikuta tu nakosa raha kusema ukweli. Tulioga pale tukapumzika. Asubuhi tuliwasiliana na familia, tukaenda kumzika Gabriela. Natamani msikilizaji ungeona vile mamake alivyokuwa analia, babake alivyokuwa anaumia. Asingechukua maamuzi hayo magumu huyu Gabriela. Msiba ulikuwa na watu wengi, hata MC pia nilimuona hapa. Sikujali kusema ukweli. Na baada ya kuzika nilienda kwa babake na Gabriela. Tulikumbatiana pale, akanipa hongera na kushukuru mimi kuwepo pale. Baada ya hapo mimi na familia yangu kwa masikitiko tukaamua kurudi nyumbani. Kamwe msikilizaji, kwenye maisha usiwaze kujiua. Ukijiua, watu kwenye msiba wako wanaolia ni wachache sana. Wengi ni umbea tu, na wanaogombaniana mpaka chakula, na ndani ya siku chache wanakusahau. Suluhu ziko nyingi sana, zaidi kwamba kuna Mungu anaitatua hata magumu ambao sisi wanadamu tunayeshindwa. Kwa mimi niliishi na mke wangu na mtoto wangu Sam kwa upendo mkubwa sana, na mama Babu. Nilianza na kazi, mke wangu alijilea ile mimba, nikiona niko bega kwa bega tunalea pamoja, na alijifungua watoto wawili mapacha bwana. Mamangu alifurahi sana, na alikuwa hapa na sisi kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Mama na Pina wakawa marafiki wazuri sana, uweze amini msikilizaji, na watoto hawa walileta baraka kwenye familia. Kwa maana hiyo sasa Sam, yule mtoto Sam sasa, manake si alipata wadogo zake, manake dada akapata dada mmoja, akapata na kaka mmoja, maana hao mapacha walikuwa wa kike na wa kiume. Tulifurahi sana, maisha yalizidi kuwa bora. Mke wangu sasa na yeye alianza kazi kwenye ofisi zetu, wakati nyumba ile nimepangisha. Miaka 5 baadaye bibi bwana aliugua na alifariki dunia. Kwa tulizika kwa masikitiko makubwa sana, maana alikuwa ni mtu mzuri sana kwetu na tulimzoea sana bibi. Kwa tuliendelea na maisha yetu tangu mke wangu kajifungua. Ilipita miaka 10. Mke wangu sakabeba mimba tena kwa uwezo wa Mungu bwana. Muujiza juu ya muujiza. Unaweza kusema kitu leo kwa Mungu ukaona utari, kumbe Mungu bwana ametiki. Nilisema nataka familia kubwa, ndio. Baada ya miaka 10 tulipata mapacha 3, wote walikuwa ni wa kiume. Kwa sasa nikawa na watoto 6. Samu wa kwanza na 5 wadogo zake.
Kwa familia kubwa yenye upendo mwingi sana, na Mungu anatubariki maisha safi kabisa. Familia inayompenda Mungu ndio hii sasa ambayo familia yangu, na tunaishi vizuri sana, na tuliwalea watoto kwa njia impasavyo Mungu. Nikawa sasa mimi niko na Lomli wangu Pina. Unajua unaweza ukawa unapitia maisha fulani hivi ambayo huyaelewi, ukawa unasali sana, unaomba sana bila mafanikio yoyote yale, na unafikiri kwamba Mungu amekunyamazia kimya. Hapana, Mungu hajawahi kunyamaza. Kwenye Yohana 10:7, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Mungu anawajua walio wake, na walio wake wanaisikia sauti ya Mungu. Usichoke kuomba, kuwa na uvumilivu mpaka Mungu atakapoweza kukujibu. Msikilizaji, usichukie kuwa eti nimefanya hivi, mbona nimekuwa mbaya zaidi. Acha tu, ilipaswa kuwa hivyo ili uweze mwisho wa siku kupatia na umsikilize Mungu kwa kila atachoweza kukufanyia. Ukipata ndoa, haijalishi ulikuwa nani, haijalishi ulifanya nini, heshimu ndoa yako. Hata kama ni mwanaume hana kitu, au hata kama mwanamke hana vile ambavyo unavipenda, heshimu ndoa yako. Ndoa ni Mungu mwenyewe. Unaweza ukafanya ujinga wakati bado unahitaji ndoa yako, na mwisho wa siku ukachelewa. Ndoa sio kuhusu mimi mzuri, mimi nina pesa. Pindi mwenzako akichoka, si atakugeuka? Akigeuka nyuma tena, atakutana na mzuri zaidi yako, na hapo ndo utajua kumbe wewe ukuwa mpenzi wa maisha yake kabisa. Mimi nataka nikuambie kitu kimoja. Unajua mapenzi au maisha sio kuhusu tajiri na maskini. Sisi sote tunategemeana. Tajiri anatutegemea sisi maskini, na sisi maskini tunategemea matajiri. Na ili uwe wewe, lazima mimi niwepo, na ili niwe mimi, ni lazima wewe uwepo. Hakuna amri nzuri zaidi na kubwa kama upendo. Acha kudharau watu kisa muonekano au kipato. Mamangu mimi alikuwa anamdharau sana Pina kutokana na muonekano wake na kipato chake. Lakini zaidi ya yote hayo, kwa wazazi, muwe karibu sana na watoto wenu. Mimi na Lomli, miaka 15 ya ndoa yetu, nilimpeleka Paris aende akafurahie maisha. Tukawa tunapiga picha kali kila mahali. Sasa hivi si anaona, ingawa anatumia mawani, ila anaona. Na tuna watoto wazuri sana. Kusema ule kweli, kwenye biashara mke wangu kanizidi maarifa, na akisema anafanya kweli. Na kuna muda mwingine akaniambia hii usifanye, akinishauri usifanye na sifanyi. Baba yangu niliyejua ni baba yangu, sio baba yangu mzazi, lakini amenilea siku zote kama vile mimi ni mtoto wake. Na hii inatosha kwangu, inatosha sana. Upendo wake kwangu uko pale pale, na mimi nitaendelea kumpenda pale pale. Na yeye ananipenda kuliko kawaida. Na ndio upendo ambao nampatia Samu, yule mtoto wa Pina. Mimi nataka nikuambie kitu kimoja, usikate tamaa kwa sababu umezaa huyo mtoto. Huyo mtoto ni baraka yako, ndugu yangu. Ipo siku na wewe utakutana na love of my life wako, love of your life. Sasa niseme hivyo. Kuna wengine wanakataga tamaa, mimi na mtoto hivi ndo basi tena nitampata nani? We! Amekwambia nani utampata tu. Sijai kusikia mke wangu kuhusu nini? Sijui kuhusu nani? Kuhusu baba wa Samu. Sijawahi hata siku moja kumsikia mke wangu akizungumzia. Si tunaishi maisha yetu na mke wangu, na ndiye mke wangu nilimtaka kwenye maisha yangu. Love of my life, Lomli. Willy, mimi ni ndugu sasa. Familia zetu zimeungana na tunasaidiana kwenye mambo mbalimbali ya maisha yetu. Na maisha yetu yanasonga mbele kila siku. Unajua, kwenye maisha yako siku zote kumbuka haya maneno. Unatakiwa kujua kwamba sio kila mtu kwenye maisha yako anapokosea anatakiwa kupata nafasi nyingine ya kuendelea kukosea, kwa sababu kiuhalisia ni kuwa watu wanapokosea wanajua kuwa wanakosea, ila tu wameamua kuchagua kukosea, ndugu yangu. Maisha yetu haya, mimi, wewe, nani, sote tunavaa vinyago. Ni vile tu wengine tunavaa vinyago vizuri tusionekane upande wa pili, na wengine wanavaa vinyago ambazo sio vya kwao, wanaonekana wabaya mbele za watu. Lakini haina maana kwamba wengine eti hawana upande wa pili, la hasha.
Kwenye maisha yako hakuna kitu kinaitwa bahati mbaya. Hii nitaendelea kusema kila siku. Kila kitu kinachotokea kina sababu zake. Muhimu ni kukumbuka tu kwenye maisha yako kumuita Mungu, kwenye raha zako kumuita Mungu. Na siri kubwa ni kumshukuru Mungu kwa kila jambo na kutolea sadaka kila kilicho chako kitolee sadaka. Watoto, biashara, mume, mke, familia, vyote vinahitaji sadaka, lakini pia sio sadaka tu, sindikiza na maombi. Mimi na familia yangu tunasali pamoja, tunafunga pamoja na tunamwamini Mungu. Mke wangu aliamini kwamba atapona na kuona, ikawa hivyo. Na mimi niliamini kwamba nitakuwa na familia kubwa, imekuwa hivyo. Muamini Mungu tu. Mungu ndo kila kitu ndugu yangu. Unajua maisha yangu mimi yamebadilika baada ya kukutana na Pina. Vipi wewe msikilizaji, umekutana na wewe na love of your life au bado hujakutana naye? Sasa kama bado hujakutana naye, usifanye haraka. Usifanye haraka kuharakishia mahusiano. Na usibebe moyoni mahusiano yaliyokuumiza jana. Lia kidogo, songa mbele, ufurahie maisha yako. Mimi na familia yangu tumefuta yote ya zamani na tunaishi vizuri sana. Wazazi wangu ni wazee sana sasa. Ni wazee, lakini tunamshukuru Mungu kwa baraka ya uhai wao na tunafurahia uwepo wao tukiwa tunafuraha sana. Bwana, huu ndo mwisho wa hii simulizi ya Lonely. Simulizi tamu kutoka kwake bidada Agatha Francis, Queen of Stories. Kwenye mitandao yake kijamii anapatikana kwa jina moja tu la Agatha Story Writer. Huyu ni mwandishi mpya ndani ya Uncle Jay Simulizi. Sio mwandishi mpya kwenye kuandika, kwenye uandishi ni mkongwe, legendary mzuri tu. Nazungumzia hapa ndani ya Uncle Jay Simulizi, ndo mara yake ya kwanza tunaifanya hii kazi yake ya kuitwa Love of My Life. Mmeonaje kazi yake? Tumkaribishe, tumpokee, tuendelee kufanya naye kazi au tumweke pembeni? Nasoma komenti zenu. Nyinyi ndo mtakaoamua kama aendelee kuleta hadithi zingine ama kama hafai tumweke pembeni. Komenti zenu ndo zitakazoamua. Lakini mimi kama Uncle Jay, I love her, nampenda, nimempenda na naipenda kazi yake. Mwandishi mzuri sana. Sasa nisimpigie kura, nisimpigie debe, wewe ndo uamue msikilizaji. Tuendelee naye au nyinyi mnasemaje? Mpaka hapo niseme asante na kwaheri. Na kwa wale wote wanaohitaji simulizi za kusoma, zile hadithi za kusimulia tu za kusoma, yani usome mwenyewe, kwa sababu Agatha ana vitabu mbalimbali. Kwa wale ambao wanamhitaji, nitakusaidia hapa kukutajia na mali yake, ili basi ukimtafuta kama kuna kitabu unakihitaji, unamcheki tu Agatha, then anakupatia. Namba yake ni 07 54 52 04 mwishoni ni 38. Asante na kwaheri, bye bye.